Hello majasusi wenzangu, na wakaribisha tena nikitumaini mko poa sana katika sehemu hii ya 17 ambapo hapa ni msimu wa pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Anguko. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 16 ni pale ambapo kikao kimeitishwa na wakuu wa vitengo mbalimbali kwa ajili ya kirusi ambacho kimeshasambaa tayari na maongezi yalikuwa yamefanyika na mijadala mbalimbali, lakini Rais akamaliza kusema kwamba ndugu zangu, baada ya majadiliano yake na nataka hatua zifuatazo zichukuliwe mara moja. Waziri wa afya itisha mkutano na vyombo vya habari, itaangazia taifa kulipuka kwa ugonjwa huo wa ajabu. Waeleze watu hatua ambazo serikali inaendelea kuchukua katika kutafuta namna ya kukabiliana na kirusi kinachosababisha ugonjwa huo. Waeleze watu namna jinsi ugonjwa huo unavyosambaa na namna jinsi ya kuweza kujikinga. Waeleze dalili za ugonjwa huo na yeyote aliye au atakaye hisi dalili kama utakazowaeleza basi akimbie mara moja katika kituo cha afya kilicho karibu yake. Yeyote atagusana na mgonjwa akimbie mara moja katika kituo cha afya kilicho karibu yake kwa ajili ya uangalizi. Wasisitize watu wabaki majumbani mwao kama hawana sababu za lazima za kutoka nyumbani na waepuke mikusanyiko isiyo kwa lazima. Jambo lingine, shule zote za msingi na sekondari katika mkoa wa Dar es Salaam zifungwe kwa muda. Rais alikuwa ameendelea kutoa maelekezo ambayo alitaka yatekelezwe kwa haraka, halafu kikao kikafungwa kwa muda kwa makubaliano ya kukutana tena saa 12 jioni. Baada ya kikao kufungwa na watu kuondoka ili kwenda kutekeleza maelekezo aliyokuwa amepewa, daktari mkuu wa hospitali kuu ya Mtodola Profesa Idrisa Hamisa aliomba mazungumzo kidogo na rais. Kilichoendelea, msikilizaji, baki na mimi katika sehemu hii hapa ya 17 ya msimu wa pili. Mwandishi wa simulizi yetu Anguko ni Patrick CK, director Owen Jasusi ndo ambaye ni kwenye mamaiki hapa, jasusi msaidizi kutoka jasusi wetu mkuu Mateo Morumbi ndo naye kusimulia mkasa huu kwa sababu mimi nilikuwepo katika uchunguzi usema tu sijatajwa. Tunaendelea tupo kutumishia YouTube channel Simulizi Max na ofisi za Simulizi Max ndo ambazo zinahusika na upelelezi huu, na ndio maana tunakuletea kisa hiki kutoka katika ofisi za Simulizi Max. Na WhatsApp unaweza kutucheki kupitia 0677062012 ukaulizia juu ya muendelezo wa uchunguzi wetu, tutakupa taarifa kamili juu ya uchunguzi huo. Tunaendelea tupo kutumishia msikilizaji. Mheshimiwa Rais, kuna jambo moja ambalo ni vyema ukalifahamu. Jambo gani Profesa? Tumefanya utafiti mdogo, tumebaini kwamba wengi wa wagonjwa waliofikishwa pale hospitali walitembelea sehemu moja. Wengi nilipouliza mahali walipokuwa wametembelea, moja ya sehemu walizokuwa wametaja ni katika msiba wa mwanamuziki Center aliyefariki jana. Watu zaidi ya 40 wote wamekili walifika msibani kwa Center. Mheshimiwa Rais, kama hawa watu walitembelea mahali hapo, basi kuna kitu hapo msibani. Kuna uwezekano kabisa wengi walipata maambukizi hapo kutokana na msongamano mkubwa wa watu. Kuna lazima wa kudhibiti msongamano wa watu mahali hapo. Nimesikia kuna maelfu ya watu mahali hapo. Asante sana kwa hiyo taarifa Profesa, nitalifanyia kazi jambo hilo. Baada ya mazungumzo machache, Profesa Idrisa aliondoka. Mataki niambia Center ndiye atakayetakiwa kutumika katika kusambaza kirusi hicho. Vipi kama aliuawa ili msiba wake utumike katika kusambaza kirusi hicho? Walijua Center ana mashabiki wengi, hivyo msiba wake utakuwa na maelfu ya watu, wakaitumia nafasi hiyo kuhakikisha wanafanikisha mpango wao. Haya yote Matali niambia, lakini niliyapuuza. Ninajilaumu sana kwa nilichokifanya. Matali alikwisha piga hatua kubwa sana katika ile swala, na kama ningeamua kushirikiana naye tungeweza kulizuia hili jambo. Fabiani aliniaminisha kwamba hakuna kirusi, na mimi nikamwamini, lakini kumbe mpango huo upo kweli na sasa watu wameanza kuangamia. Aliwaza Rais na kusikitika sana. Yale aliyoniambia Mateo kuhusu Fabiani na wenzake yanaweza kuwa na ukweli. Alijiuliza. Najiuliza hivyo kwa sababu Mateo alisisitiza sana kwamba wanahusika na ule mpango, lakini niliegemea upande wa Fabiani. Kama yale aliyoniambia Mateo kuhusu akina Fabiani yana ukweli, basi nitakuwa nimefanya kosa kubwa sana kuachia. Basi bwana, hatimaye zoezi hilo limemchukua Ruby takriban siku 2 kudukua mifumo ya taarifa za shirika la ujasusi la Ubombwe kulikamilika baada ya kufanikiwa kuibomoa mifumo ya ulinzi na kuingia katika mifumo ya taarifa shirika la ujasusi la Ubombwe. Ruby alitokwa na machozi ya furaha kwa kufanikisha jambo lile. Sikuwa na hofu, nilijua tu lazima jambo hili litafanikiwa. Asante sana Ruby, alisema Mateo. Baada ya kufanikiwa kuingia katika mfumo wa shirika la ujasusi la Ubombwe, kazi kubwa inayofuata ilikuwa ni kuitafuta idara ya siri ya INA ambayo imeunganishwa kwa siri na mifumo ya shirika hilo. Kwa Ruby lilikuwa ni jambo dogo, akafanikiwa kuingia katika hifadhi ya INA. Alitafuta pia hifadhi ya siri ya taarifa zote za shirika la ujasusi la Ubombwe, akaipata. Bila kupoteza muda, zoezi la uchukuaji wa taarifa zote muhimu likaanza. Nahima alikuwa karibu na Ruby wakati wa zoezi la uchukuaji wa taarifa mbalimbali za siri za shirika la ujasusi la Ubombwe, wakianzia na idara ya siri ya INA. Wakati zoezi hilo likiwa linaendelea, simu ya Mateo ikaita. Mpigaji alikuwa ni Rais.
Rais anapiga simu. Mathayo aliwaambia wenzake, achana naye Mathayo. Je, ndiye sababu ya hayo yote kutokea? Ruby alisema. Hata kama amekosea, lakini kitendo cha kutokupokea simu yake ni ukosefu wa adabu. Yule ni mkuu wa nchi, hivyo lazima tuheshimu nafasi yake, alisema Mathayo na kupokea simu. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marhaba Mathayo, habari yako? Ni nzuri Mheshimiwa Rais. Mathayo, uko mahali ambako tunaweza kuzungumza? Ndio Mheshimiwa Rais. Rais alivuta pumzi ndefu na kusema, Mathayo, sijui nianzie wapi, lakini naomba tu nisikilize. Ulipita ukimya mfupi, alafu Rais akasema, naamini tayari umekusha sikia kuhusiana na ugonjwa wa ajabu ulioibuka hapa Dar es Salaam. Nimesikia Mheshimiwa Rais. Uchunguzi uliofanya katika sampuli zilizopelekwa maabara kuu ya taifa unaonyesha ugonjwa huo unasababishwa na kirusi ambacho bado hakijafahamika. Bado wataalamu wetu wanaendelea na uchunguzi ili kubaini aina ya kirusi na namna tunavyoweza kukidhibiti. Mathayo, nina hakika kirusi hiki ni kile ulichokuja kuniambia kwamba kuna mpango wa kukisambaza hapa nchini. Ninaamini hivyo kwa sababu utafiti wa haraka unaonyesha wengi waliopata maambukizi walifika katika msiba wa Mwanamuziki Center. Uliniambia Center ndiye aliyetakiwa kusambaza kirusi hicho. Nadhani ulichagua kukisambaza katika msiba wake. Mathayo, ulikuwa sahihi kuhusu uwepo wa mpango wa kusambaza kirusi hapa nchini, alisema Rais na kunyamaza kidogo. Mathayo, nimekupigia simu kukuomba samahani kwa kutokutilia maanani taarifa uliyokuwa umeileta kwangu kuhusiana na mpango huo wa kusambaza kirusi. Nilikutamkia maneno yasiyofaa nikiamini umenidanganya. Nisamehe kwa hilo. Mheshimiwa Rais, tayari jambo limekusha tokea, japo tulikuwa na nafasi ya kuzuia janga hili lisitokee. Nilifanya makosa makubwa Mathayo kutokuamini uliponiletea ile taarifa. Mimi ndiye ninayepaswa kulaumiwa kwa hiki kilichotokea. Mheshimiwa Rais, kulaumiana hakutasaidia chochote kile kwa wakati huu. Katika hili sote tumekosea na tunapaswa kuwajibika. Jambo la msingi kwa sasa hivi ni kukabiliana na kile kilichotokea. Janga hili ni kubwa na linatakiwa kukabiliwa kwa nguvu kubwa sana. Tujielekeze zaidi katika swala hilo kuliko kuanza kuangalia nani ambaye alifanya nini. Mathayo, asante sana. Ninaomba tuendeleze ushirikiano wetu. Inawezekana kwa yale maneno niliyokuwa nimekutamkia ulivunjika moyo, lakini nakuomba usivunjike moyo na kukata tamaa kusaidia nchi yako. Muda wote ukiwa na jambo lolote naomba lifikishe kwangu mara moja na kuahidi nitalifanyia kazi. Nashukuru Mheshimiwa Rais. Mathayo, niliwaachia Fabian na wenzake kwa kuamini hawahusiki katika hili jambo. Nataka unishauri nini cha kufanya katika swala je, niwakamate tena ili tuwahoji? Mheshimiwa Rais, hata ukiwakamata sasa hivi hakuna atakayekubali kuhusika katika mpango. Unaweza ukafanya hivyo pale tutakapokuwa na ushahidi wa kutosha kwamba sio raia wa Tanzania na wanahusika na huo mpango. Mathayo, nakuamini kile ulichoniambia. Sina shaka kabisa na maelezo yako. Nilikosea mimi mwenyewe. Mathayo, mimi pia ni mwanadamu, sio malaika. Kwa hiyo kuna nyakati na mimi nakosea kama nilivyokosea katika jambo hili. Mheshimiwa Rais, itakuwa vyema kama ukiwakamata tena ukiwa tayari na uthibitisho wote kuhusiana na ushiriki wao katika huo mpango, na vile vile ukiwa na uthibitisho kwamba sio raia wa Tanzania. Nimekula Mathayo, lakini tunapataje huo uthibitisho kwamba sio raia wa Tanzania? Mathayo, ninahisi aibu kukuomba tena, lakini sina ujanja. Nakuomba uisaidie nchi yako kuthibitisha kweli Fabian na wenzake sio wa Tanzania na kwamba wanahusika katika kusambaza kirusi hatari hapa nchini. Mheshimiwa Rais, Mathayo, please, jambo hili ni muhimu sana. Ni kwa manufaa ya nchi. Wewe ndiye uliyeleta jambo hili kwangu, kwa hiyo tushirikiane kulimaliza. Ninaomba ufanye uchunguzi wako ili tuwe na ushahidi usiokuwa na shaka kwamba Fabian na wenzake sio wa Tanzania, ni raia wa Riobombwe waliopandikizwa hapa nchini. Kwa sasa hivi hatutaweza kuwakabili kwa kuwa hatuwezi kuthibitisha. Nakuomba sana Mathayo, unisaidie kiongozi wako katika swala hilo. Mheshimiwa Rais, nitangalie kile ninachoweza kufanya. Asante sana Mathayo. Ninakuhakikishia milango iko wazi. Muda wote ukiwa na jambo lolote wasiliana na mimi. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba mchukue tahadhari kuhusiana na huu ugonjwa. Msifike kabisa katika msiba wa Center ambako nadhani ndiko chimbuko la ugonjwa huu. Sawa Mheshimiwa Rais. Rais alikata simu. Anasemaje Rais? Gosogosa kauliza. Mathayo kaelezea kile alichokuwa amekisema Rais. Limemshuka. Hana ujanja, amerudi mwenyewe. Alisema Ruby kwa kanaenda na kazi zake. Ruby tuwe na utii kwa kiongozi wetu. Yeye pia ni mwanadamu na anakosea pia. Hawezi kuwa sawa kila siku. Kuna nyakati anateleza kama sisi wengine. Tuendelee kuungana naye tu kuisaidia nchi yetu. Kulaumiana hakutasaidia chochote kile. Kwa sababu tunaendelea na kazi yetu ya kukusanya taarifa kutoka shirika la ujasusi la Riobombwe. Mathayo alisema. Saa 3 usiku, Nwazimbu, Jamhuri ya Riobombwe. Umeme katika ghafla nchi nzima. Hakukuwa na hitilafu yoyote katika mitambo ya kufua umeme katika bwawa kubwa la Joblibo linalofua umeme wa kutosheleza nchi nzima ya Riobombwe. Hakukuwa na hitilafu pia katika vituo vya kupokea na kupooza umeme. Tatizo lilitokea katika mifumo ya elektroniki ya kusambaza umeme.
Mifumo ya elektroniki ya kusambaza maji kutoka katika gridi ya maji nayo pia ilipata tatizo na kupelekea maji kukatika nchi nzima. Mitandao ya simu, mifumo ya uwanja wa ndege na treni za umeme, mifumo ya kifedha, mifumo ya wizara na idara mbalimbali za serikali yote ilikumbwa na tatizo hilo. Jamhuri ya Lubombwe ilikuwa gizani, nchi ilisimama. Mifumo ya mawasiliano yote haikufanya kazi, hivyo hakukuwa na mawasiliano ya simu. Matangazo katika redio na televisheni ya taifa yalikatika, hivyo hakukuwa na chombo chochote cha kutoa taarifa kwa wananchi ili wajue nini kimetokea. Jaron Jackson, mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi la Lubombwe, alifika ikulu ya Nozimbo dakika 30 baada ya tukio hilo kutokea. Ulinzi uliimarishwa katika ikulu ya Nozimbo kufuatia tukio lile ambalo lilikuwa limewacha watu wa Lubombwe katika sintofahamu kubwa. Rais Jonas Mavubi alifahamishwa ujio wa mkurugenzi, akaenda mara moja sebleni akamtaka mkurugenzi wa elekea ofisini. Usiku alikuwa amevalia nguo za michezo za rangi nyeusi. Karibu mkurugenzi, alisema Rais Jonas baada ya kuingia ofisini. Asante Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, samahani kwa ujio huu wa ghafla wa bila taarifa. Hakuna mawasiliano ya simu, hivyo nimeona nije mwenyewe mara moja. Karibu. Nini kimetokea Jaroni? Nchi imesimama. Nchi iko gizani. Haijawahi kutokea hata mara moja. Hakuna mawasiliano. Mfumo pekee ambao haujapata itilafu wa mawasiliano na jeshi. Nimewasiliana na mkuu wa majeshi kujua kama nchi yetu imevamiwa, lakini amenihakikishia kwamba nchi iko salama, hakuna uvamizi wote ule. Nimetuma wasaidizi wangu wafikishe taarifa kwa mawaziri wote ili wafike hapa mara moja kunipa taarifa nini kimetokea. Wewe umekuwa ni wa kwanza kufika. Karibu sana. Nini kimetokea? Mheshimiwa Rais, kuna tatizo kubwa. Nchi yetu imeingia katika tatizo kubwa sana. Mapema leo tuligundua kwamba mifumo ya shirika letu la ujasusi imevamiwa na wadukuzi. Tumedukuliwa? Ndio Mheshimiwa Rais. Wadukuzi wamevamia mifumo ya shirika letu la ujasusi. Tuna mifumo imara sana ya ulinzi wa mifumo yetu. Wamewezaje kuvuka na kufanya udukuzi? Bado hatujajua Mheshimiwa Rais waliwezaje kuvuka. Mmefanikiwa kuwafahamu hao watu waliofanya hicho kitendo? Hatujawafahamu, lakini nahisi ni Tanzania. Kwa nini nahisi ni Tanzania? Kwa sababu ya hiki kilichotokea. Mheshimiwa Rais, hiki kilichotokea ndicho tulipanga kukifanya Tanzania. Kupitia programu ya INA tuliweka programu za siri katika mifumo yote ya serikali ya Tanzania, ili kitokea siku Tanzania wakagundua mipango yetu, basi tuwashe programu hizo na kuvuruga mifumo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo kupoteza kumbukumbu nyingi sana. Ilionekana kufuatia udukuzi huo wamelifahamu hilo jambo, na ndipo wakazitafuta programu hizo wakaziondoa katika mifumo yao wakapandikiza katika mifumo yetu, wakaziwasha na kikatokea hiki kilichotokea. Hili ni janga kubwa sana Mheshimiwa Rais kwa nchi yetu. Uharibifu uliotokea ni mkubwa. Wakati tatizo liko linatokea nilikuwa niko bado ofisini. Kwa bahati nzuri pale ofisini tunajeleta hivyo tukaendelea kupata umeme, lakini hakuna kilichoendelea tena. Mifumo yetu yote imeharibiwa. Hakuna kumbukumbu. Afadhali ingelikuwa tumepoteza kumbukumbu tu, lakini mifumo yetu imeharibiwa kabisa. Kazi zote zimesimama. Tuna ofisi ya siri ya kutunza kumbukumbu zetu na siri za serikali. Tukiweka mifumo mipya itakuwa rahisi kurejesha kumbukumbu zetu zote. Mheshimiwa Rais, nasikitika kukufahamisha kwamba mifumo ya INA na ile ofisi yetu ya siri ya kuhifadhi kumbukumbu yote imeharibiwa. Hatuna mfumo wa shirika la ujasusi unaofanya kazi. Tumepoteza kila kitu. Mfumo wa shirika letu umeunganisha pia ofisi za ujasusi katika balozi zetu mbalimbali duniani. Hiki kilichotokea hakijaishia hapa, tukimekwenda hadi katika ofisi zetu za balozi. Huko nako hawatakuwa na kumbukumbu zozote. Kila kitu kimeharibiwa. Rais Jonas alisimama kashika kiuno. Alikuwa na hema haraka. Alichoambiwa na Jaroni kilimshtua sana. Mheshimiwa Rais, hiki kilichotokea kimewaweka majasusi wetu walio nje ya nchi katika hatari kubwa sana. Watafahamika wote na wanaweza kuuawa. Katika INA kuna taarifa za watu wetu tuliowapandikiza katika nchi mbalimbali, hasa Tanzania. Tuna watu zaidi ya 100 tuliowapandikiza katika serikali ya Tanzania pekee. Hawa wote watakuwa katika hatari kubwa sana. Hatuna mawasiliano ya kuweza kuwajulisha ili waondoke, kwani maisha yao yako hatarini. Mifumo yote ya mawasiliano na internet imeharibiwa. Itachukua siku kadhaa mifumo hiyo kurekebishwa au kuwekwa upya. Mheshimiwa Rais, sifahamu athari zikoje katika idara nyingine. Mimi ninazungumzia katika shirika la ujasusi naloliongoza. Athari ni kubwa sana. Bado Rais Jonas alikuwa na hema haraka. Alitamani kusema kitu lakini maneno hayakutoka. Alihisi mwili kuisha nguvu. Mheshimiwa Rais, ninashauri kitu cha kwanza kabisa tunachotakiwa kufanya hapa ni kuhakikisha umeme unarejea. Baada ya kurejesha umeme ndipo tutaweza kujua athari za hiki kilichotokea. Kuna mfumo wa analogia wa usambazaji wa umeme ambao hutumika kwa dharura pale mfumo wa dijitali unapokuwa umepata hitilafu. Tunaweza kurudi katika mfumo huu wa analogia ili umeme urejee nchini. Tungeweza kuwasiliana na waziri au mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati ya umeme, ila hakuna mawasiliano.
Twende mara moja ofisi kuu ya shirika la nishati ya umeme ili tukajue kama wataweza kurejesha umeme kwa haraka zaidi kwa njia hiyo ya analojia, alisema Rais Jonas. Hakukuwa na kupoteza muda. Rais Jonas na mkurugenzi Jaron waliingia katika gari la rais huku wakisindikizwa na magari mawili ya jeshi, wakaelekea katika ofisi kuu za shirika la nishati ya umeme Riobombwe. Jaron, mambo ulioniambia amenishtua sana hadi nahisi kuishiwa nguvu mwilini. Mheshimiwa Rais, swali ni kubwa. Maswali zaidi ya 100 yanapita kichwani kwangu, lakini swali kubwa ni Tanzania wamewezaje kupenya katika mifumo yetu na kufanya hiki walichokifanya? Kwa nini jambo hili lisifanyike wakati mwingine ila limefanyika sasa? Wamefahamuje programu ya ina? Jaron, unahakika kweli ni Tanzania ndo waliotufanyia hivi? Mheshimiwa Rais, na uhakika ni Tanzania. Hakuna nchi nyingine tuliyoweka programu za namna hii zaidi ya Tanzania. Nina uhakika watakuwa wamelifahamu jambo hili na ndipo wakazichukua hizo programu na kuzihamishia kwetu, wakaziwasha, likatokea hilo tatizo. Mifumo yetu yote ya nchi imeunganishwa na mifumo ya shirika la ujasusi, hivyo imekuwa rahisi kwa wao kuweza kupandikiza programu hizo katika mifumo yetu mbalimbali. Hofu yangu kubwa ni kujulikana kwa majasusi wetu walio katika nchi mbalimbali. Majasusi wetu watakuwa hatarini sana. Mheshimiwa Rais, swala hili ni kubwa sana na shindwa hata namna ya kuweza kujielezea. Fabian alinipigia simu akanifahamisha kuwa yeye na wenzake kadhaa wameshikiliwa na rais kwa tuhuma mbili. Moja, kuhusishwa na mpango wa kusambaza kirusi nchini Tanzania, na sababu ya pili ni na kwamba wao sio raia wa Tanzania. Alimtaja mtu anaitwa Matayo Murumbi kwamba ndiye aliyefanikisha kukamatwa kwao na ndiye aliyewakabidhi kwa rais. Anadai Matayo alimwambia rais kuwa wao sio raia wa Riobombwe na kwamba wamepandikizwa Tanzania na serikali ya Riobombwe. Fabian anahisi aliyempa Matayo taarifa hizo ya kwamba wao sio raia wa Riobombwe ni Nahima, mke wa Balozi Chandra. Kama utakumbuka, Chandra na mke wake walikwenda kwa rais kumwelezea mambo kadha wa kadha, mojawapo likiwa ni swala la mpango wa kusambaza kirusi nchini Tanzania. Tulitaka kufahamu kila kitu alichokuwa amemweleza rais, ndipo akachukuliwa na akapelekwa kwa Maritini kwa ajili ya kujua, lakini Fabian anadai Matayo Murumbi alifika akawakomboa. Hadi sasa hivi Chandra na mkewe hawajulikaniki mahali walipo, japo serikali ya Tanzania tayari imepewa maelekezo ya kuhakikisha anatafutwa na kupatikana. Inawezekana kabisa Nahima ndiye hapa Tanzania hiyo taarifa kuhusiana na kina Fabian kuwa raia wa Riobombwe. Mheshimiwa Rais, nakubaliana nawe katika hilo. Nahima aliwahi kuwa mkurugenzi msaidizi wa shirika la ujasusi Riobombwe. Anafahamu mambo mengi, anafahamu siri nyingi, anafahamu kuhusu ina. Inawezekana kabisa ndiye aliyevujisha siri hizi kwa Tanzania. Ya tunatakiwa kuwapata Chandra na mke wake. Ngoja tushughulikie kwanza hiki kilichotokea, alafu tutahamia katika swala hilo. Kama walihusika katika kusaidia kutoa hiki kilichotokea na kuhakikisha watakufa kwa mateso makubwa sana, alisema Rais Jonas huko akiwa na meno kwa hasira. Jiji zuri la Nozwimbu ambalo uzuri wake huongezeka maradufu nyakati za usiku lilikuwa katika giza totoro. Sikutegemea kama siku moja tunaweza kufanywa kitu kama hiki. Jaron, hawa waliotufanyia hivi lazima tuhakikishe tunawasaka usiku na mchana hadi wapatikane. Hatuwezi kufanywa hivi alafu tukakaa kimya. Lazima walipe, alisema Rais Jonas. Watapatikana. Safari kaendelea tulipokuwa wamefika ofisi kuu ya shirika la nishati ya umeme Riobombwe, ambako alimkuta mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, naye tayari alikuwa amekushafika mahali hapo. Watu waliokuwepo hapo walishtuka sana baada ya kumwona rais. Hawakutegemea. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la nishati ya umeme aliwachukua rais na Jaron wakaelekea ofisini kwake. Mheshimiwa Rais, karibu. Nimefika hapa muda so mrefu ili kujua kile kilichotokea. Mheshimiwa Rais, kuna tatizo kubwa limetokea katika mfumo wetu wa usambazaji wa umeme. Najua kilichotokea pamoja na hilo tatizo, lakini nahitaji umeme uweze kurejea mara moja nchi nzima usiku. Kuna mkakati gani wa kulifanikisha hilo? Mheshimiwa Rais, kwa usiku haitawezekana kurejesha umeme kwa nchi nzima. Mfumo wetu wa kusambazia umeme umeharibika kabisa. Tunahitaji kuweka mfumo mpya na hii inaweza kuchukua wiki moja au hata zaidi. Tutaanza zoezi hilo kesho kwa sababu ni zoezi kubwa. Hivi ninavyokuambia Mheshimiwa Rais, hakuna kumbukumbu za mteja hata mmoja hapa. Tunahitaji kupita nyumba kwa nyumba kuchukua taarifa za wateja na kuwasajili upya. Ni zoezi kubwa sana. Mkurugenzi, nataka muendelee na ule mfumo wa analojia uliowekwa kwa dharura pindi inapotokea hitilafu katika mfumo wa Giridali. Mfumo ule haupo tena Mheshimiwa Rais. Tuliuondoa baada ya mfumo wetu wa kidijitali kuboreshwa zaidi. Hatukuona haja ya kuendelea kuwa na ule mfumo, tukauondoa. Walijadiliana mambo kadha wa kadha, alafu rais na mkurugenzi Jaron wakaondoka kurejea Ikulu. Nazidi kuchanganyikiwa. Tutaendeshaje nchi bila umeme? Zoezi la kuweka mifumo mipya ya usambazaji wa umeme linaweza kuchukua zaidi ya wiki. Muda huo wote nchi itakuwa iko gizani. Rais Jonas alichanganyikiwa. Rais alirejea Ikulu na kufahamishwa kwamba tayari mawaziri kadhaa waliokuwa wamefuatwa na wasaidizi wake wamefika
Alifahamishwa pia kwamba mwanae Bolton Jonas alikuwa amefika. Kabla ya kwenda kukutana na mawaziri, alikutana kwanza na mwanae Bolton. Alimkuta akiwa anazungumza na mama yake wakiwa wanasalimiana, halafu akawa ameelekea katika chumba cha mazungumzo ya faragha. Baba, nini kimetokea? Nchi iko gizani. Hakuna mawasiliano ya simu wala internet. Nini kimetokea? Bolton aliuliza. Kuna janga kubwa limeikumba nchi yetu. Janga gani hilo? Kuna watu wameisimamisha nchi. Asijaelewa mzee. Nchi imesimamaje na watu hao ni akina nani? Kuna watu wamefanya udukuzi katika mifumo ya shirika letu la ujasusi, wakagundua siri nyingi za serikali. Alinyamaza akamtazama Bolton ambaye alikuwa anamsikiliza kwa umakini. Wakati fulani tuliwahi kuweka programu za siri katika mifumo mbalimbali ya serikali ya Tanzania kwa dhumuni kwamba siku watakapogundua mipango yetu basi tuziwashe programu hizo na kuvuruga mifumo yote, ikiwa ni pamoja na kupoteza kumbukumbu zao nyingi. Tulichopanga ukifanya Tanzania ndicho kimefanyika kwetu leo hii. Wamefanya udukuzi, wakachukua programu hizo na kuweka katika mifumo yetu kisha wakaziwasha. Mambo mengi yameharibika. Mifumo ya kusambaza umeme imeharibika, mifumo ya shirika letu la ujasusi yote imeharibika. Nashindwa hata kuelezea, ila kwa kifupi fahamu hivyo kwamba nchi imesimama, hakuna kinachoendelea. Hakuna mawasiliano ya simu wala internet. Hakuna kila kitu. Nimetoka katika ofisi kuu ya shirika la nishati ya umeme, mkurugenzi mkuu ananiambia zoezi la kurejesha umeme linaweza kuchukua wiki nzima. Kweli nchi imesimama. Mna uhakika waliofanya jambo hili Tanzania? Mkurugenzi Jaron ana uhakika ni Tanzania kwa kuwa hakuna nchi nyingine iliyopandikiza programu hizo zaidi ya Tanzania. Tanzania imefahamuje uwepo programu hizo siri? Tunahisi wamesaidiwa na Nahma, mke wa Balozi Chandra, ambaye aliwahi kuwa naibu mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Lubombwe. Balozi Chandra na mke wake wanatakiwa kurejeshwa nyumbani haraka sana. Italia wamekusha toweka na hajulikani walipo, lakini serikali ya Tanzania lazima wanajua mahali walipo. Tayari nimekusha zungumza na serikali ya Silausi, wanasaidia kuweka shinikizo ili Tanzania wampate balozi. Vipi mambo yanakwendaje? Mipango inakwenda vizuri. Kirusi kinaendelea kusambaa kwa kasi kubwa sana. Vilio vimetawala kila kona ya jiji. Ninafuatilia kwa karibu sana kinachoendelea, na hadi usiku kabla umeme hujakatika watu zaidi ya 90 wamekusha poteza maisha. Hadi kufika asubuhi idadi itakuwa ni kubwa zaidi. Tayari wamekusha omba msaada wa shirika la afya duniani ambalo limeahidi kutuma timu maalum nchini humo. Nina uhakika baada ya siku mbili Tanzania itakuwa tayari kununua chanjo. Maiti zitatapakaa kila mtaa. Uwezo wa kirusi hata mimi umenishangaza sana. Sikutegemea kabisa. Kwa ujumla mpango unakwenda vizuri. Jambo la msingi ni kuweka juhudi kirusi hicho kisivuke mpaka na kuingia nchini kwetu, hasa katika kipindi ambacho tumekumbwa na hili janga. Kuna jambo jingine pia la muhimu sana. Majasusi wetu na watu waliopandikizwa katika nchi mbalimbali na hasa Tanzania wako katika hatari kubwa sana ya kujulikana na wanaweza kuuawa. Kama Tanzania ndio waliofanya udukuzi huo, basi lazima watakuwa wamepata taarifa zote kuanzia za majasusi wetu walioko Tanzania pamoja na wale wote tuliowapandikiza kwa nchini humo. Tunatakiwa kuwapasha habari wote ili waweze kuondoka Tanzania mara moja. Itanilazimu kesho nitume mtu avuke mpaka wasiliane na Fabiani, ampe ujumbe tuwasiliane kwa simu ya internet. Inawezekana ajue chote kile kinachoendelea huko. Wanatakiwa kuondoka Tanzania mara moja kabla mambo hayajawa mabaya. Bolton inakwenda kuzungumza na mawaziri kuhusiana na hiki kilichotokea. Kesho tutapata nafasi ya kuzungumza zaidi. Endelea kufuatia kwa karibu kile kinachoendelea Tanzania. Saa 1 jioni Dar es Salaam, Tanzania. Matokeo yetu tayari. Ninasubiri ruhusa yako ili nibonyeze kitufe. Ruby alisema. Zoezi la kuchukua taarifa muhimu za siri za shirika la ujasusi la Lubombwe lilikamilika. Walichukua taarifa nyingi za siri za shirika la ujasusi la Lubombwe. Baada ya kupata taarifa muhimu walizozihitaji, walifuatilia programu za siri zilizokuwa zimewekwa katika mifumo ya Tanzania kwa lengo la kuvuruga mifumo hiyo. Programu hizo zote zikaondolewa kwa umakini mkubwa kisha kupandikizwa katika mfumo mbalimbali ya serikali ya Lubombwe iliyounganishwa na mifumo ya siri ya ujasusi ya nchi hiyo. Zoezi la upandikizaji wa programu hizo lilikamilika na mtu mmoja tu ambaye ni Mateo Morumbi ndiye aliyekuwa anatakiwa kutoa amri programu hizo ziamshwe ili zifanye kazi yake. Ukimya ulitawala ndani ya ofisi. Mezani kulikuwa diski zote zimewekwa taarifa mbalimbali pamoja na vifaa vingine mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhia taarifa. Wote walisubiri kusikia kile atakachokisema Mateo. Ruby alikuwa amekwisha andaa kidole chake tayari kubonyeza mahali palipoandikwa execute. Pale tu Mateo atakapokuwa amempa ruksa ya kufanya hivyo. Mateo, tunasubiri ufanye maamuzi. Ruby alirudia baada ya kuona kumekuwa kimya. Inaonekana Mateo alikuwa anahitaji kutafakari zaidi kabla ya kutoa maamuzi. Ruby, naomba rudia tena kutueleza kile kitakachotokea baada ya programu hiyo kuamshwa. Mateo alisema, sawa. Programu hizi zinaitwa sleeper programs.
Zinaitwa hivyo kwa sababu pale zinapopandikizwa katika mfumo fulani hazifanyi kazi yoyote. Hutulia kimya hadi pale zitakapoamshwa ili zifanye kazi iliyokusudiwa. Zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya uharibifu mkubwa katika mifumo zinamopandikizwa. Kitakachotokea pale utakapobonyeza neno execute, programu zote zitaamshwa kwa pamoja na kila moja itafanya kazi iliyokusudiwa. Kitu cha kwanza kinachofanywa na hizi programu ambazo naweza kusema zimetengenezwa kwa mfumo wa kirusi ni kuingia katika mifumo zilimopandikizwa na kufuta kumbukumbu zote. Ni programu zinazofanya kazi yake kwa haraka sana. Zoezi hilo la ufutaji wa kumbukumbu likimalizika, programu hizo zinafungua na kuachia programu ambayo itafanya kazi ya kuharibu kompyuta na vifaa vingine vyote vilivyounganishwa na mifumo hiyo. Kwa namna programu hizo zinavyokuwa zimetengenezwa, kompyuta na vifaa vyote vilivyounganishwa na hiyo mifumo zitaasilika hata kama wakati zoezi hilo likiwa linafanyika zitakuwa zimezimwa. Pale zitakapowashwa zitakutana na programu hiyo ikiwa inasubiria. Mifumo yote ambayo tumeona imeunganishwa na shirika la ujasusi la Riobombwe itaathirika, kuanzia mifumo ya usafiri wa anga, maji, umeme, kamera za usalama barabarani, kamera za mitaa na katika majengo mbalimbali ya serikali na binafsi. Mifumo ya mawasiliano, makampuni ya simu ambayo yameunganishwa kwa asili na shirika la ujasusi la Riobombwe ili kufuatilia kwa ukaribu mawasiliano mbalimbali. Hii itapelekea kutokuwepo kwa mawasiliano ya simu wala interneti, yote itaathirika. Mfumo wa mwisho kabisa kuharibiwa utakuwa ni mfumo wa umeme. Huo utazimwa baada ya kujiridhisha kwa mifumo mingine yote imekushaharibiwa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Nchi ya Riobombwe itasimama. Italazimu kuweka mifumo mipya ili shughuli ziendelee kama kawaida. Alimaliza Ruby na ukimya ukatanda. Ni janga kubwa litakaloathiri maisha ya watu wengi, alisema Matayo. Matayo hakuna kuwaonea huruma hawa jamaa. Hiki ndicho walichokuwa wamepanga kutufanyia siku moja. Kwa sasa hivi mamia kwa maelfu ya watu tayari wa maisha yao yako hatarini baada ya kirusi kusambazwa hapa nchini, na waliosababisha ni raia wa Riobombwe. Hata kama mpango huo ni wa mataifa ya nje, lakini walioutekeleza ni raia wa Riobombwe. Hawa wamekuwa ni makuadi wakuu wa mabeberu. Lazima tuwafundishe adabu. Ubaya tu, yani ubaya ubweda, alisema Gosugosu. Hofu yangu ni maisha ya watu wengi kuathirika. Nchi itatikisika. Matayo, ninaungana na Gosugosu. Hakuna sababu yoyote ya kupata kigumizi katika swala hili. Hiki tunachosita kukifanya ndicho walichotaka kukifanya kwetu siku moja. Nchi yetu ingesimama, tungepoteza kila kitu. Wameshiriki katika kuhujuma nyingi sana dhidi yetu. Hatupaswi kabisa kuonea huruma kama alivyosema Gosugosu. Ubaya tu, alisema Ruby. Matayo katafakari tena kidogo, kisha kavuta pumzi ndefu na kusema execute. Kabla Matayo hajamaliza kutamka neno hilo, tayari Ruby alikuwa amekusha shusha kidole chake na kubonyeza neno hilo alilopewa ruhusa ya kulibonyeza. Thank you Matayo, Gosugosu alisema. Kupitia runinga iliyokuwa ukutani walishuhudia namba na maneno yakipita kwa kasi kubwa sana kiasi cha kushindwa kusomeka. Ukimya ukatawala ndani na watu wote wakiwa wameelekeza macho yao runingani hadi pale programu iliposimama. Tayari kazi imemalizika. Kumbukumbu katika mifumo yote iliyounganishwa na shirika la ujasusi la Riobombwe zimefutwa. Mfumo ambao hujaguswa ni mfumo wa kijeshi, na umenusurika kwa kuwa haijaunganishwa na mifumo ya shirika la ujasusi. Baada ya hatua hiyo, tunaingia katika hatua ya pili, alisema Ruby, na kuwataka watu wote wajielekeze runingani ambako ilitokea picha. Hii ni picha ya satellite ya jiji la Nazwimbo. Ninataka wote tushuhudie zoezi la mwisho ambapo picha itabadilika na kutanda giza nene. Wote tuwe mashuhuda wa historia hii ambayo haijawahi kuandikwa mahali popote duniani. Sisi tunakuwa ni wa kwanza kuiandika leo. Mtashuhudia namna jinsi jiji la Nazwimbo litakavyoingia katika giza nene, alisema Ruby huko akiwa anaendelea kubonyeza kompyuta yake, na mwisho akabonyeza tena mahali palipoandikwa execute. Kama nilivyosema, picha ile ilianza kubadilika. Mwanga ulianza kutoweka na giza likatanda. Tumemaliza kazi. Tumeisimamisha nchi ya Riobombwe. Kwa sasa hakuna mawasiliano yote ya simu wala internet, hakuna umeme wala maji, kwani mifumo yote ya usambazaji maji na umeme imeharibiwa. Kwa ujumla hakuna kinachoendelea. Nchi imesimama, Ruby aliendelea. Hongereni sana ndugu zangu kwa kuiondoa Tanzania katika janga kubwa sana. Hiki tulichokishuhudia kukifanyika Riobombwe ndicho kilitakiwa kufanyika hapa Tanzania. Imekuwa ni bahati mmewahi kabla hawajafanikisha mpango huo, alisema Nahima. Matayo, nini kinafuata baada ya hapa? Gosugosu aliuliza. Kinachofuata baada ya hapa ni kuanza kupitia kwa makini
yale tuliyopata kutoka Liubombwe. Tunaanza na programu ya Ina inayohusu Fabian na wenzake wote waliopandikizwa hapa Tanzania. Tunahitaji kufahamu kuanzia siku ya kwanza walioingia hapa Tanzania na hatua zote walizopitia hadi kufikia mahali walipofikia sasa. Baada ya hapo tutakwenda kuonana na rais ili kumthibitishia kile tulichokisema ni cha kweli na mambo mengine yataendelea kutokea hapo. Yote tuliyochukua Liubombwe ni muhimu sana, sio tu kwa nchi bali hata kwa nchi nyingine majirani zetu. Tutapitia siri zao zote na kuhakikisha kwamba tunaiharibu mipango yao yote miovu. Hili ni anguko ambalo hawakulitarajia kabisa. Tuanze kwanza na Ina. Matayo alieleza. Turudi Nwazwimbu, Jamhuri ya Liubombwe, jasusi mwenzangu msikilizaji. Mawaziri karibu wote walikuwa wamefika Ikulu kwa ajili ya kuhudhuria kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kilichoitishwa na Rais Jonas Mavubi wa Jamhuri ya Liubombwe kufuatia tukio kubwa lilikuwa limetokea usiku huo na kuzua taharuki kubwa. Waheshimiwa mawaziri, habari za muda huu. Asanteni sana kwa kufika haraka katika kikao hiki cha dharura. Rais Jonathan alifungua kikao. Mawaziri wote walikuwa kimya wakimsikiliza kwa makini. Waheshimiwa mawaziri, nimewaita hapa usiku kwa dharura. Nchi yetu imevamiwa. Alinyamaza akawatazama mawaziri kwa muda, nyuso zao zikaonesha hofu. Naamini wakati mnakuja hapa mmekutana na magari ya kijeshi yakiwa yanafanya doria mitaani, mkajiuliza nini kimetokea. Wanajeshi wako mitaani kwa agizo langu ili waweze kuimarisha ulinzi baada ya nchi yetu kuvamiwa. Uvamizi uliofanyika sio uvamizi wa kijeshi, ila tumevamiwa kiteknolojia. Usiku huu mifumo yetu mbalimbali ya nchi imevamiwa na kisha kukapandikizwa programu zilizoweza kuharibu mifumo hiyo yote. Jambo hili lilianzia katika mifumo ya shirika la ujasusi. Wavamizi hao walidukua mfumo wa shirika letu la ujasusi, wakaiba siri zetu mbalimbali za nchi na kisha wakapandikiza programu katika mifumo yetu ambazo zimefanya uharibifu wa mkubwa. Mifumo ambayo haijaunganishwa na shirika la ujasusi ni mifumo ya kijeshi pekee ambayo ndio iliyo salama, lakini mifumo mingine yote iliyokuwa imeunganishwa na mifumo ya shirika letu la ujasusi imeharibiwa. Kuanzia mifumo ya usambazaji umeme, maji, mawasiliano, taa za kuongozea barabarani, kamera za usalama barabarani na majumbani, yote imeharibiwa. Mbaya zaidi, kumbukumbu mbalimbali za serikali zimefutwa kabisa na kusababisha hasara kubwa. Tathmini itafanywa ili kujua kiwango cha uharibifu kilichotokea. Alinyamaza kidogo alafu akaendelea. Waheshimiwa mawaziri, ninataka mfahamu kwamba nchi yetu imesimama. Hatuna umeme, nchi yote iko gizani. Tumetoka kuonana na mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati ya umeme. Jibu alilonipa linakatisha tamaa kabisa. Anadai inaweza kuchukua wiki moja kurudisha huduma ya umeme nchini. Hakuna kumbukumbu za wateja, hivyo watalazimika kupita nyumba baada ya nyumba kurekodi upya wateja wao pamoja na kuweka mifumo mipya. Tunao umeme wa kutosha hapa nchini, lakini tatizo ni mifumo ya usambazaji imeharibiwa. Tunatumia mifumo ya kidijitali kusambaza umeme. Kwa bahati mbaya hakukuwa na mfumo wa akiba unaoweza kutumiwa endapo kama mifumo ya kusambazaji inapoleta shida. Kwa hiyo tutaathirika kwa kiasi kikubwa mno katika kipindi hiki ambacho shirika linaweka mifumo mipya. Shughuli nyingi za kiuchumi hazitafanyika. Athari ni kubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, imekwisha julikana hadi sasa waliofanya shambulio hilo ni akina nani? Mmoja wa mawaziri akauliza. Hapana, bado haijulikana nani ambaye alifanya shambulio hilo. Tunaendelea na uchunguzi. Mpango wa chumba cha mikutano ulifunguliwa kama ameingia mmoja kati ya wasaidizi wa rais akamfuata na kumpatia kijikaratasi. Alikikunjua na ukisoma. Mheshimiwa Rais, tumepata taarifa katika ubalozi wa Selausi wana mifumo miwili ya internet. Mfumo wa kwanza ni internet inayotolewa na watu wa huduma wa hapa nchini. Mfumo wa pili ni internet ya moja kwa moja kutoka katika satellite. Kama unataka kufanya mawasiliano na nje ya nchi unaweza kwenda ubalozini hapo. Rais alikisoma kikaratasi kile halafu kama kiweka mfukoni. Tuendelea na kikao chetu. Kwa hiyo ndugu zangu, hali ni hiyo. Nchi yetu imesimama na hakuna kinachoendelea. Ninataka usiku huu kila mmoja aelekee ofisini kwake angalie uharibifu uliofanyika. Ninataka kila mmoja angalie kwa upande wake ni huduma gani inaweza kurejeshwa kwa haraka. Kuhusu umeme, ofisi zote za serikali ambazo hazina generator zitapata generator wakati tukiendelea na jitihada za kurejesha umeme nchi nzima. Tutakutana hapa kesho saa 4 asubuhi na kila mmoja atawasilisha taarifa ya wizara yake, alafu tutajua tunaanzia wapi. Ninaomba kwa usiku huu tuishie hapa. Kwa kirefu zaidi tutazungumza saa 4 asubuhi. Alisema Rais Jonas yuko akiwa anainuka, alafu akamtaka Jaron Jackson, mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi Liubombwe, amfuate. Walitoka haraka katika chumba cha mikutano. Nimefahamishwa katika ubalozi wa Selausi kuna mtandao wa internet. Nataka kwenda huko mara moja.
tunahitaji msaada kutoka nje. Swala hili ni kubwa, hatuwezi kulimaliza peke yetu. Nataka kuzungumza na rais wa Selous ili aone namna anavyoweza kutusaidia katika swala hili, alisema Rais Jonas. Magari yaliandaliwa na mara moja wakaondoka kuelekea ubalozi wa Selous. Bado hali mitaani ilikuwa ni tulivu. Magari ya jeshi yalionekana yakiendelea kufanya doria ili kuimarisha ulinzi. Jaro, ni nchi yetu ni ndogo, lakini tumefanikiwa kutengeneza shirika bora kabisa la kijasusi barani Afrika. Ubora wa shirika letu ni wa hali ya juu sana. Tunao majasusi mahiri sana, achilia mbali umahiri wa mifumo yetu ya kijasusi. Tumetengeneza mtandao mkubwa wa kijasusi pengine kuliko nchi yote barani Afrika. Tuna misheni nyingi kubwa katika nchi mbalimbali ambazo kutokana na umahiri wa shirika na watu tulionao hazijawahi kabisa kujulikana. Najiuliza hawa watu waliofanikiwa kuvunja ukuta imara kabisa tuliojenga wakadukua mifumo yetu ni akina nani na wamewezaje? Aliuliza Rais Jonas. Mheshimiwa Rais, hata mimi swali hilo limekuwa likijirudia kichwani kwangu, lakini sijafanikiwa kupata jibu. Sielewi wamewezaje kufuka mifumo yetu imara na ya ulinzi na wakafanikiwa kufanya udukuzi. Kitu ambacho nina uhakika nacho ni kwamba hawa jamaa wamefanikisha hili jambo kwa msaada kutoka kwa watu wetu, na mmoja wa watu wetu ambaye nina uhakika mkubwa amesaidia katika swala hili ni Nahma, mke wa Balozi Chandra. Nina uhakika mkubwa Tanzania wasingefahamu chochote wala wasingeweza kabisa kufanikisha hili jambo kama si kwa msaada wake. Hata mimi nakubaliana na wewe. Walichokifanya Chandra na mke wake ni usaliti mkubwa sana kwa nchi yao. Tunatakiwa kuhakikisha wanapatikana, na wakipatikana hakuna adhabu nyingine wanayostahili zaidi ya adhabu ya kifo. Wanatakiwa kuuawa kifo cha kikatili sana. Wataunguzwa moto wakianzia miguuni. Chandra alikuwa ni mtu mkubwa. Hadi sasa hivi ndio waziri wa fedha wa nchi yetu, japo watu hawalijui hilo. Wanajua masuala yote ya fedha yako chini yangu, lakini kila kitu anakisimamia Chandra akiwa Tanzania. Mshahara anapata mkubwa pamoja na marupurupu mengine mengi tu. Kila mwezi anaingiza mamilioni ya fedha. Kwa nini basi akachagua kuacha hayo yote na kufanya hiki alichokifanya? Aliuliza Rais Jonas. Mheshimiwa Rais, swala hili ni kubwa na linahitaji uchunguzi mkubwa pia ili tuweze kufahamu sababu zilizopelekea hadi Chandra na mke wake wakaamua kuisaliti nchi yao na kuhamia Tanzania. Uchunguzi huo utategemea kama bado tutakuwa na majasusi wetu nchini Tanzania. Nina uhakika kupitia udukuzi waliofanya wataweza kuwafahamu majasusi wetu wote nchini Tanzania, na kuna hatari wanaweza wakawafanyia kitu kibaya au hata kuwaua. Kinachopeleka mbio moyo wangu ni Ina. Programu ile ndio walimu Fabian na wenzake wengi. Kupitia udukuzi waliofanya katika idara ya Ina watafahamu watu wetu wote, na mbaya zaidi kuna ushahidi mkubwa kuhusu watu hao tangu walivyokuwa wamechukuliwa hapa Nwazimbu na kupeleka Tanzania hadi walivyokuwa wamefanikiwa kushika nafasi za juu katika serikali hiyo. Kuna taarifa mbalimbali za mission walizoelekezwa kuzitekeleza na mission zinazoendelea. Kuna hii mission ya kusambaza kirusi nchini Tanzania ambayo Fabian na baadhi ya wenzake walipewa maelekezo ya kuhakikisha inasimamiwa kikamilifu hadi ifanikiwe. Tanzania watakuwa na ushahidi mkubwa kuhusu uhusika wetu katika kusambaza kirusi hicho. Jaro, naogopa sana. Sijawahi kabisa kuogopa namna hii. Sijajua kitu gani ambacho Tanzania watakifanya kwetu. Mheshimiwa Rais, huna sababu ya kuogopa. Tunatakiwa kuwa majasiri. Ni kweli Tanzania watafahamu mambo mengi, lakini lazima tusimame imara na kukataa kabisa kuhusika kwetu katika mambo hayo. Selous wanapaswa kutusaidia katika swala hili kwa sababu programu yote ni miradi yao. Sisi hatukuzitengeneza na wala hatukuwahi kabisa kufikiria kuwa na mradi kama ule. Wanapaswa kulibeba swala hili na kutukwamua. Ninataka vile vile kumtumia balozi wa Selous nchini Tanzania awasiliane na Fabian amjulishe kile kilichotokea na kuwataka waondoke haraka sana Tanzania, kwani hali ni mbaya. Hilo ni wazo zuri Mheshimiwa Rais. Tunatakiwa kusambaza taarifa kwa watu wetu wote ili waweze kuondoka mara moja nchini Tanzania kwa usalama wao. Kwa ambaye atapata ujumbe na kuupuzia litakalomkuta ni juu yake. Sisi hatutaweza kabisa kumsaidia. Majusi wetu walioko Tanzania, una kumbukumbu zao? Una namba zao za simu? Kumbukumbu zao sina. Kila kitu kilikuwa katika mfumo, hivyo kumbukumbu zao zote zimepotea. Wote walikuwa chini ya Nahma, yeye ndiye anayewafahamu. Inawezekana labda Fabian kuna watu wanawafahamu. Kama akiweza kumfahamu hata mmoja, basi ataweza kutusaidia kufikisha taarifa kwa wenzake. Hao jamaa wametufanyia kitu kibaya sana. Kila nikiwaza hiki kilichotokea ninahisi baridi ya ghafla. Sifahamu nini ambacho kitatokea asubuhi raia watakapoamka na kukuta kila kitu kimesimama. Hakuna ndege, hakuna umeme, hakuna maji, hakuna simu, internet, huduma za kifedha wala ofisi ya serikali inayofanya kazi. Ninaingiwa na hofu sana. Nini tutakachotoka kuambia wananchi? Alisema Rais na ukimya ukatanda. Tumalize kwanza mazungumzo na Selous alafu tutajua kitachofuata. Safari inaendelea hadi ulipokuwa umefika katika ubalozi wa Selous nchini Liobombwe.
Walinzi walifahamishwa kwamba rais alifika pale kuonana na balozi. Mlinzi mmoja alikuwa amekimbia mara moja akaenda kumjulisha balozi kwamba rais alikuwa amefika kumuona. Balozi alitoka mara moja akaongozana na mlinzi wakaelekea getini kumpokea rais. Mheshimiwa Rais, karibu. Asante balozi, utatusamehe sana kwa ujio huu wa usiku. Usijali, karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante. Balozi alimkaribisha Rais Jonas nyumbani kwake. Balozi, nimekuja usiku huu, tuna mazungumzo muhimu sana. Balozi aliwachukua rais na Jaroni wakaelekea katika sehemu ya mazungumzo. Mheshimiwa Balozi, nchi yetu imesimama. Usiku wa dukuzi wamevamia mifumo yetu na kuisimamisha nchi. Kwa sasa hivi nchi nzima haina umeme, maji wala mawasiliano. Nimekuja hapa kuomba msaada wako ili nizungumze na Rais Justin. Nimejulishwa hapa mna mfumo miwili ya internet. Hata sisi tulikuwa tumeshtuka, kila kitu kukatika ghafla, lakini hatukujua kama tatizo ni kubwa kiasi hicho. Nadhani tuelekee ofisini kwangu ili ukazungumze na rais. Walinuka wakaelekea ofisini kwa balozi. Ubalozini walikuwa wanatumia umeme wa generator. Waliingia katika ofisi ya balozi ambaye katika kichaka kama ikunjua kompyuta iliyokuwa iko mezani. Alipiga simu kwa njia ya mtandao akazungumza na mtu kumjulisha kwamba kuna dharura kubwa, anahitaji kuzungumza na rais. Rais amepelekewa taarifa, baada ya muda si mrefu atakuwa hewani. Balozi alimwambia Rais Jonas, asante sana. Zilipita dakika kadhaa na simu ya video ikapigwa. Balozi akaipokea. Mheshimiwa Rais, habari za muda huu? Habari ni nzuri balozi, nimeambiwa kuna dharura. Kuna dharura gani imetokea huko? Mheshimiwa Rais, nimepata ugeni usiku. Rais Jonas amekuja hapa ubalozini, anahitaji kuzungumza na wewe. Rais Jonas? Rais Justin alishangaa. Ndio, ninaomba uzungumze naye. Balozi aliinuka katika kiti akamfanyia ishara Rais Jonas aketi ili azungumze na Rais Justin. Rais Jonas aliinuka kaenda kuketi katika kiti cha balozi. Mheshimiwa Rais Justin, habari za muda huu? Jonas, alisema Rais Justin kwa mshangao. Nini kimetokea usiku? Aliuliza Rais Justin kwa hofu sana. Imenilazimu kuja ubalozini kuomba msaada ili niweze kuzungumza na wewe. Sawa. Nini kimetokea usiku? Rais Justin alirudia swali. Nchi yangu imevamiwa. Ulipita ukimya wa dakika moja, alafu Rais Justin akasema, ni taarifa mbaya kuisikia kwa muda huu. Alisema, alafu kimya kaendelea kutawala. Nani amefanya uvamizi? Mheshimiwa Rais, sio uvamizi wa kijeshi, tumevamiwa na teknolojia. Naomba nielezee kwa kina tafadhali, nini hasa kilichotokea? Watu wasiofahamika wamevamia mifumo ya shirika letu la ujasusi wakafanya udukuzi. Wameduka mifumo ya shirika letu la ujasusi? Ndio Mheshimiwa Rais. Hilo linawezekanaje? Nauliza hivyo kwa sababu tumeliwezesha shirika letu la ujasusi kwa mifumo ya kisasa mno ya ulinzi. Wadukuzi wamewezaje kuvuka hadi wakafanikiwa lengo lao? Bado hatujui swala limewezekanaje Mheshimiwa Rais. Mmekwisha wafahamu watu waliofanya udukuzi huo? Bado Mheshimiwa Rais, wadukuzi hao waliingia hadi katika idara ya INA ambako kuna vitu vingi ikiwemo programu ya INA na zile programu za siri tulizokuwa tumepandikiza katika mifumo ya serikali ya Tanzania. Walichokifanya, walizitoa programu hizo katika mifumo ya Tanzania wakazihamishia katika mifumo yetu kisha wakaziwasha. Mheshimiwa Rais, umefanyika uharibifu mkubwa sana. Kile tulichokuwa tumekusudia kifanyike Tanzania kimefanyika hapa kwetu. Nchi imesimama, hakuna umeme, maji, mawasiliano, yani hakuna kitu chochote kinachoendelea hapa Rubombo. Mifumo yote imeharibiwa kabisa. Baada ya kupata taarifa kwamba hapa balozini kuna mifumo miwili ya internet, na ndipo nikawa nimeona nije hapa haraka sana niwasiliane na wewe ni kujulisha kilichotokea. Tunahitaji msaada mkubwa sana na haraka. Tunahitaji kurejesha mifumo yetu ili maisha yaweze kurejea kama kawaida. Jambo hili ni kubwa na sisi tuweze kulikamilisha wenyewe bila msaada wenu. Ulipita kimya mfupi, halafu Rais Justin akasema, hii taarifa imenishtua sana na kunishangaza pia. Sikutegemea kusikia kitu kama hiki kutokea. Unadhani nani ambao alifanya jambo hilo? Naamini ni Tanzania. Tanzania? Justin akashangaa. Ndio Mheshimiwa Rais. Tunaamini ni Tanzania, lakini tuna uhakika wamesaidiwa na mke wa Balozi Kandra ambaye aliwahi kuwa naibu mkurugenzi wa shirika letu la ujasusi. Tanzania pekee wasingeweza kufanikisha jambo hilo. Balozi Kandra na mke wake bado hawajapatikana. Nilimweleza waziri anayeshughulikia masuala ya Afrika wasiliane na rais wa Tanzania ampe maelekezo ya kuhakikisha Balozi Kandra na mke wake wanapatikana mara moja. Bado hajatekeleza agizo hilo. Bado Kandra na mke wake hawajapatikana. Tuna uhakika mkubwa bado serikali ya Tanzania wanaendelea kuwahifadhi. Mheshimiwa Rais, Kandra na mke wake wanafahamu siri nyingi sana. Kandra ndiye msimamizi mkuu wa miradi yote inayoendelea Tanzania. Kama ameamua kushirikiana na serikali ya Tanzania, basi lazima atawaeleza kila kitu. Hawa watu wawili ni watu hatari sana kwa usalama wa miradi yetu na wanatakiwa kupatikana mara moja. Wakati juhudi za kuwatafuta zikiendelea, ninataka kufahamu msaada gani unaohitaji. Mheshimiwa Rais, nchi yote iko gizani. Tunahitaji kurejesha umeme kwa haraka ili shughuli mbalimbali za kiuchumi ziendelee. Tunahitaji kurejesha mawasiliano ya simu na internet kwa haraka. Tunahitaji kurejesha safari za anga.
Hayo ni makubwa ambayo tunahitaji kuyarejesha kwa haraka. Mengine tutaendelea nayo taratibu. Sawa, nitakaa na mawaziri wangu ili tuone namna ya kuweza kuwasaidia katika jambo hilo. Jonas, nataka uhakikishe pamoja na haya yaliyotokea, miradi yetu yote nchini Tanzania na kwingineko inabaki kwa salama. Mheshimiwa Rais, napata ugumu kusema kwamba miradi yetu yote itakuwa salama, kwa sababu taarifa zote kuhusiana na miradi yote iliyofanikishwa na inayoendelea zilikuwa ambako hawa jamaa wamefanikiwa kuingia, na hakika kule wamepata taarifa zote kuhusiana na miradi na programu zetu mbalimbali. Jambo tunaloweza kulifanya kwa haraka ni kufikisha taarifa kwa watu wetu wote ili waondoke mara moja nchini Tanzania. Wako katika hatari kubwa sana. Kama tukiondoa watu wetu nchini Tanzania, ina maana kwamba miradi yetu yote itakuwa imefika ukingoni. Hatuna namna, Mheshimiwa Rais. Tunatakiwa kuwaondoa watu wetu mara moja nchini Tanzania. Tusipofanya hivyo watakamatwa na watakili kila kitu. Hilo litakuwa ni anguko letu, Mheshimiwa Rais. Jonas, unahakika kweli kwamba hawa wadukuzi wamedukua hadi Kwa kuwa hakuna mawasiliano bado, hatujapata taarifa kutoka hali ikoje huko, lakini mkurugenzi mkuu wa shirika letu la ujasusi amenihakikishia kwamba mifumo yote ya shirika la ujasusi imedukuliwa na kuharibiwa. Mfumo wa ni moja kati ya mfumo uliokuwa umeunganishwa na shirika letu la ujasusi, na ndio maana nina uhakika lazima watakuwa wameshaudukua pia. Vipi kuhusu ile ofisi ya asili ya kuhifadhia taarifa za siri za serikali? Kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais, kwamba ukosefu wa mawasiliano umetufanya tushindwe kupata taarifa sahihi za uharibifu uliofanyika. Hadi kufikia saa 4 kesho asubuhi tutakuwa na taarifa zote, lakini kabla ya kufika kesho asubuhi tunatakiwa kuhakikisha watu wetu nchini Tanzania wamepata taarifa na wameondoka. Wakati uchunguzi unaendelea ili kujua kama kweli Tanzania ndio waliofanya udukuzi huo na kama kuna kitu chochote kile wamekifahamu kuhusu watu na mipango yetu nchini Tanzania, watu wetu wale muhimu sana, hasa walio katika nafasi za juu za uongozi, waende katika ubalozi wa Silausi, watapewa hifadhi ya muda hapo. Pale tutakapokuonyesha kweli waliofanya udukuzi huo ni Tanzania na kwamba wamefanikiwa kudukua hadi idara ya basi tutalazimika kuwaondoa watu wetu haraka sana nchini humo. Lakini kama idara ya haitakuwa imedukuliwa, basi wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Kesho watakuja wataalamu kutoka shirika letu la ujasusi kuja kufanya tathmini ya kilichotokea, halafu watatupa maelekezo nini ambacho kinahitajika kufanyika. Naomba na nyinyi kwa upande wenu endeleeni kufanya tathmini ili kujua ni athari gani, kiasi gani ambazo zimesababishwa na hilo tukio, na tathmini hiyo itatusaidia kujua ni msaada gani wa aina gani na uhitaji. Sawa, tutafanya hivyo. Kuna jambo jingine ninahitaji kulifahamu. Programu kusambaza kirusi ilikuwa katika Ndio. Ulipita kimya mfupi. Jonas, hakikisha kabla mapambazuko uwe umekwisha jua kama nayo imedukuliwa, kwa sababu kuna siri nyingi sana kule. Sawa. Zingatia niliyokuambia, alafu tutawasiliana tena asubuhi, alisema Rais Justin. Mheshimiwa Rais, nahitaji kuwasiliana na balozi wa Silausi nchini Tanzania ili atusaidie kuwasiliana na watu wetu nchini Tanzania ili waweze kuchukua hatua za haraka kuondoka Tanzania. Nitampigia simu balozi wetu nchini Tanzania awapokee na kuwahifadhi hapo balozini. Balozi wetu hapo Liubombwe atakupatia simu ya satellite ili ikusaidie kufanya mawasiliano wakati tunaendelea na maandalizi ya kurejesha mfumo wa mawasiliano. Atakupa namba ya simu ya balozi wetu wa Tanzania, utawasiliana naye, utampa namba za simu za watu anaotakiwa kuwapigia. Asante Mheshimiwa Rais, nitafanya hivyo, alisema Rais Jonas, na simu ikakatwa. Pole sana Mheshimiwa Rais kwa hili lilotokea, alisema balozi kwa anafungua drawer ya kabati kama ametoa simu ya satellite akampatia Rais. Simu hii unaweza kuitumia mahali popote pale. Kwa kipindi kama hiki itakufaa sana Mheshimiwa Rais. Ichukue, itakusaidia katika kipindi hiki. Asante sana, nitarejesha. Rais na Jaroni walimwaga balozi wakaondoka kurejea Ikulu. Turudi Dar es Salaam, Tanzania. Ilipata saa 6:10 usiku Mateo Mulumbi alipokuwa amewasili katika makazi ya Rais baada ya kuomba kuonana naye. Mateo, karibu sana, alisema Rais akionekanika kuchoka sana. Asante Mheshimiwa Rais, samahani pia kwa ujio huu wa usiku. Usijali, karibu sana. Mambo yanakwendaje huko? Mnachukua tahadhari dhidi ya ugonjwa unaoendelea kusambaa? Ndio Mheshimiwa Rais, tunachukua tahadhari. Good. Hali ni mbaya sana, maambukizi yanaongezeka. Ugonjwa unasambaa kwa kasi kubwa mno. Hospitali iliyoko tumeitenga kwa ajili ya kuhifadhi wagonjwa imejaa. Imeradhimu kuwaondoa wagonjwa katika hospitali nyingine 2 ili tuweze kupata nafasi ya kuweka wagonjwa wanaozidi kuongezeka. Vifo vimeongezeka. Mamia ya watu tayari wamepoteza maisha katika kipindi kifupi sana. Mateo, ninajuta sana kwa nini sikukusikiliza ulipokuwa umeleta ile jambo kwangu. Ninaona kama mimi ndiye sababu ya janga hilo lote kutokea. Kama ningekusikiliza haya yote asingetokea, alisema Rais kwa masikitiko. Mheshimiwa Rais, jambo limekwisha tokea, hivyo hutupaswi kulaumiana. Kwa sasa hivi nguvu zote zinatakiwa kuelekezwa katika kuikabili ile janga. Asante Mateo.
Wanaotufanya jambo hili ni watu wanyama mno. Hawana utu hata kidogo. Mamia ya watu wanakufa bila hatia yote ile. Nimeapa hakuna aliyeshiriki katika kuua Watanzania tabaki salama. Kwa sasa hivi ngoja tuendelee kukabiliana na hili janga. Kituo chetu cha utafiti wa chanjo wanaendelea na utafiti ili kupata chanjo ya kuweza kukabiliana na virusi hivyo. Tuachane nayo. Kuna nini ambacho umekileta usiku? Ukimya sekunde kadhaa ulipita, alafu Mata akasema, Mheshimiwa Rais, nakubaliana na wewe, kile nilichokileta kwako ni kiamini ni kirusi akikuwa kirusi. Wale jamaa walikuwa wamejiandaa kikamilifu, wakatengeneza kirusi bandia ili pale itakapotokea mpango wao ukavuja, basi wangeonesha kile kirusi bandia ili ionekanike mpango umeshindwa kufanikiwa, lakini kumbe kirusi halisi kipo. Hivyo ndivyo walivyofanya, nasi tukaamini kile walichotupatia ndicho kirusi halisi. Walijua kile walichotupatia ni kirusi bandia, na ndio maana Fabian alikuwa na ujasiri wa kutaka uchunguzi ufanyike ili bainike kama kweli kile ni kirusi. Fabian aliomba kuonana na mimi akidai kuna jambo anataka kuniambia. Tulipoonana aliniambia hausiki na ule mpango na wala yeye sio raia wa Liubombwe. Ni kweli Fabian alikuwa ameongea kwa ujasiri mkubwa sana, akinitaka nithibitishe kama kweli kile nilichopewa ni kirusi, na akanitaka ni kutaka uthibitishe kama kweli ni raia wa Liubombwe. Majibu kutoka maabara kuu ya taifa kwamba kile hakikuwa kirusi alinifanya ni muamini Fabian. Nilimwamini zaidi baada ya wewe kushindwa kuthibitisha kama kweli yeye na wenzake ni raia wa Liubombwe. Na ndio maana niliamua kuachia huru. Mheshimiwa Rais, mahali ulikuwa apeleka Fabian na wenzake baada ya sisi kuwakabidhi kwako walikuwa huru kuwasiliana na wenzao. Hawakuwekwa katika ulinzi wote ule. Nilifika katika shamba la Martin mahali kuliko hifadhiwa kirusi, nikaambiwa alimpigia simu mwangalizi wa shamba huko hilo akamtaka wapatie watu fulani masanduku mawili. Mheshimiwa Rais, naamini hicho ndicho kilikuwa kirusi halisi. Sikulifahamu hilo, lakini mbona simu zao nilikuwa nazo hapa? Walitumia simu gani kuwasiliana? Walitumia simu za wizi. Simu ziliibiwa mitaani wakapewa wazitumie kufanya mawasiliano, na mpango wa kusambaza kirusi kaendelea. Mbona hukujijulisha jambo hilo? Au usingeniamini Mheshimiwa Rais? Tayari ulikushaamini nilikudanganya. Hivyo hata ningekuja hapa kukuelezea kwamba mpango wa kusambaza kirusi ulikuwa unaendelea, usingeniamini. Anisamehe sana ndugu yangu, nilikosea sana. Baada ya kufanikiwa kukuadaa wewe, waliamua kutekeleza mpango wao haraka sana kabla mambo hayajaribika, na ndipo mipango ilipobadilika na kuamua kumuua Senta. Mheshimiwa Rais, ninaamini Senta aliuawa. Alikuwa rafiki yangu, na kama angelikuwa anatumia dawa za kulevya ningejua. Hata marafiki zake pia karibu wote wanashangaa kusikia eti Senta alikuwa anatumia madawa kulevya. Hata mimi nilishangaa sana nilipoambiwa eti kilichomuua Senta ni dawa za kulevya. Ninafahamu ni kijana mwenye nidhamu sana. Walimuua ili wautumie msiba wake katika kufanikisha mpango wao. Walijua kifo cha ghafla cha Senta kitawashtua watu wengi, na walijua tu kwa wingi wa mashabiki alionao nyumbani kwake kutafulika watu, na walichokuwa na kihitaji ilikuwa ni mkusanyiko mkubwa wa watu. Maelfu ya mashabiki wa Senta walifulika nyumbani kwake kama walivyokuwa wametarajia, na wakaitumia fursa hiyo kusambaza kirusi. Kama alivyokuambia daktari wa hospitali kuu ya Mtodola kwamba wengi watu waliokuwa wamehojiwa walikuwa wamefika katika msiba wa Senta, na hao walikuwa wamekwenda kusambaza kwa wengine, na hao wengine wanaendelea kusambaza kwingine. Rais alinamisha kichwa akasikitika. Mheshimiwa Rais, Richa Fabian kukuaminisha kwamba hakukuwa na mpango wote wa kusambaza kirusi hapa nchini, lakini mimi na wenzangu bado tuliendelea kuamini kuhusu uwepo wa mpango huo, na tukaendelea na uchunguzi wetu ili kuhakikisha tunakipata kirusi halisi, lakini kwa bahati mbaya hatukufanikiwa na kirusi kikasambazwa. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu tulikuwa na uhakika mkubwa kwamba Fabian na wenzake tuliokuwa tunawashikilia wanahusika na ule mpango wa kusambaza kirusi hapa nchini, na tulikuwa na uhakika mkubwa kwamba sio raia wa Tanzania. Fabian alikutaka uniambie ni kuthibitisha hilo. Alitaka hivyo kwa sababu alijua sitaweza kupata ushahidi wote wa kuthibitisha kwa yeye ni raia wa Liubombwe aliyepandikizwa hapa nchini Tanzania kwa kazi maalum. Ni kweli Mheshimiwa Rais, hakukuwa na namna ya kuweza kuthibitisha hilo. Njia pekee ya kuweza kupata ushahidi wa kuthibitisha Fabian na wenzake sio raia wa Tanzania ilikuwa ni kufanya udukuzi katika shirika la ujasusi la Liubombwe. Matali nyamaza kidogo. Mheshimiwa Rais, tulipata taarifa kwamba katika shirika la ujasusi la Liubombwe kuna idara ya siri inaitwa INA. Fabian na wenzake wote walipandikizwa hapa nchini, wako chini ya idara hiyo wakiwa katika program inaitwa INA. Hii ni program kubwa na ya kimkakati. Fabian na wenzake wote taarifa zao zote zinapatikana hapo INA. Njia pekee ya kupata taarifa hizo ilikuwa ni kufanya udukuzi. Do it. Nawapa ruhusa ya kufanya udukuzi huo. Kama mna hakika taarifa hizo ziko katika hiyo idara, fanyeni udukuzi huo. Ninawapa baraka zangu zote. Hizo ni taarifa muhimu sana ambazo tunazihitaji sana. Mheshimiwa Rais, tayari zoezi hilo limeshafanyika. Udukuzi umefanyika? Ndio Mheshimiwa Rais. Nini mmekipata? Tumepata mambo mengi sana.
Kazi nzuri sana. Naomba tafadhali nieleze kila kitu mlichokipata. Mheshimiwa Rais, zoezi la kufanya udukuzi huo alikuwa zoezi rahisi. Limetuchukua zaidi ya siku 2 kulifanikisha. Mifumo ya taarifa ya shirika la ujasusi Ubombwe ilikuwa inalindwa na mifumo imara sana ya ulinzi. Pamoja na uimara wa mifumo yao, lakini tumeweza kuibomoa na kuipenya. Hongereni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Kimya cha sekunde chache kikapita. Mheshimiwa Rais, tumepata taarifa nyingi za siri za shirika hilo. Pamoja tunaendelea kuzichambua taarifa. Taarifa hizo ni taarifa nyingi, tunazipanga vizuri kabla ya kuziwasilisha zote kwako. Kwa usiku nitajielekeza katika idara moja tu ya aina. Hii ni idara ya siri kama nilivyokuambia, na lengo lake ni kusimamia miradi ya siri ya kimkakati. Katika idara hii kuna program nyingine ambazo zinafanyika katika nchi mbalimbali. Hapa nchini kuna program kadhaa ambazo zinatekelezwa na idara hii. Program ya kwanza inaitwa INA. Hii ni program ya upandikizaji watu katika nchi za kimkakati. Tunazo taarifa kuhusiana na programu za nchi mbalimbali, lakini sisi tunajielekeza zaidi katika programu ya nchi yetu. Fabian na wenzake wote waliopandikizwa hapa nchini wako katika programu hii. Mheshimiwa Rais, kuna jumla ya watu 236 ambao sio raia wa Ubombwe waliopandikizwa hapa nchini. Watu hao waliingizwa hapa nchini kwa nyakati tofauti. Wanachokifanya, wanachukua watoto wadogo kutoka katika nyumba za kulelea watoto yatima na watoto waishio katika mazingira magumu nchini Ubombwe. Wanawasafirisha kwa njia za panya na kuwaingiza hapa nchini Tanzania, kisha wanasambazwa katika vituo mbalimbali vya kulelea watoto yatima katika mikoa mbalimbali. Watoto wengine wanachukuliwa kutoka kwa wazazi wao kwa makubaliano ya malipo. Fabian na wenzake waliingizwa nchini kwa kutumia programu hii. Tumepata taarifa zao zote tangu wa mahali walipokuwa wamechukuliwa, ndugu zao, taarifa walizoingia nchini na kila mmoja mahali alikopelekwa. Baada ya kuingia nchini walifundishwa Kiswahili kisha kuanza shule na kusajiliwa kama Watanzania. Waliendelea masomo wakijulikana kama yatima hadi walipokuwa wamefika elimu ya juu. Katika kipindi hicho chote walikuwa wanafuatiliwa kwa ukaribu na maendeleo yao yote yalikuwa yanarekodiwa. Taarifa zote za maendeleo ya masomo na mambo mengine waliokuwa wakiyapitia, kila kitu kipo katika rekodi. Mheshimiwa Rais, kuwahudumia hawa watu wote ilikuwa inahitajika fedha. Fedha za kuwahudumia hawa watu wote zilitoka katika akaunti ya kampuni ya Monarathe inayotengeneza magari aina ya Mona. Hii kampuni inamilikiwa na familia ya mume wa mtoto wa rais wa sasa wa Silausi aitwaye Paul Erwhite. Familia hii imekuwa inamiliki makampuni kadhaa, na moja kati ya kampuni inayomiliki ni hiyo ya kutengeneza magari. Hawa ndio waliowafadhili Fabian na wenzake tangu walipoletwa hapa nchini wakiwa watoto wadogo hadi pale walipomaliza masomo ya juu na kuanza kujitegemea. Taarifa zote hizo zipo Mheshimiwa Rais, nitakupatia kupitia kwa mtandao uliotengenezwa hapa nchini. Mapandikizi wote kila wanapomaliza masomo wanapatiwa kazi mara moja katika sehemu zile za kimkakati ambazo hao jamaa walizilenga. Hawa wote wapo katika kundi la sleeper agents, na kila mmoja aliamshwa pale ulipofika wakati wake wa kuamshwa ili afanye kazi iliyokusudiwa kuifanya. Katika kundi hili kuna watu katika nafasi mbalimbali kubwa katika serikali. Yupo mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi Tanzania, yupo gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, yupo waziri wa afya, yupo waziri wa nishati, yupo katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu. Wapo wabunge, wapo wafanyakazi katika sehemu nyingine mbalimbali, wapo wafanyabiashara wakubwa. Kwa ujumla wamesambaza watu wao katika sehemu mbalimbali, na kazi kubwa ya hao watu ni wao kusaidia kufanikisha programu mbalimbali za idara hiyo ya INA. Hii ni idara iliyo katika shirika la ujasusi Ubombwe, lakini haijihusishi sana na masuala ya ujasusi, bali ni idara inayojihusisha na mambo ya kiuchumi. Nyingi ya programu ambazo Fabian na wenzake wanaelekezwa kuzifanikisha ni za masuala ya kiuchumi. Utapitia katika taarifa nitakayokupatia, utaona kuna ule wizi mkubwa unaoendelea hapa nchini ambao Balozi Chanda alikuwa amekwisha kuelezea kila kitu. Ile ni moja kati ya programu zilizo katika INA. Sura Rais libadilika, alipandwa na hasira. Mheshimiwa Rais, tukiachana na programu hiyo ya INA, kuna programu nyingine inaitwa Deno. Hii ni programu kubwa na imegawanywa katika programu nyingine ndogo ndogo. Programu ya kwanza ni mawasiliano. Hawa jamaa wanafuatilia mawasiliano yetu yote. Kila line ya simu inayosajiliwa hapa nchini imewekwa programu maalum ya siri sana ambayo pindi inapoanza kutumika inajiunga moja kwa moja na mfumo wao. Karibu kampuni zote za simu hapa nchini zinatengenezwa line za simu na kampuni moja iliyoko nchini Silausi. Kampuni hiyo tunaendelea kuichunguza. Kwa hiyo hawa jamaa wana uwezo wa kufuatilia mawasiliano ya mtu yoyote wanayemtaka hapa nchini. Programu nyingine zimeunganishwa katika mifumo mbalimbali, mfano afya,
na kadhalika. Wanaweza kufuatilia taarifa mbalimbali za kiafya za mtu yoyote wanayemtaka. Kuna mengi utayapitia katika taarifa nitakayokupatia. Kuna jambo jingine kubwa. Hawa jamaa wanahofu kwamba siku moja mambo yao yanaweza kujulikana, hivyo wakaamua kuweka program katika mifumo yetu ya mbalimbali. Zinaitwa sleeper programs. Hizi zimepandikizwa katika mifumo yetu ili ikitokea siku tukagundua kile wanachokifanya hapa nchini, basi wanaziamsha programu hizo na kusimamisha nchi. Kusimamisha nchi kivipi? Programu hizo kazi yake ni kuharibu mifumo yote zilimotegwa. Mifumo ya kusambaza umeme, maji, mawasiliano na kadhalika. Nchi na kwa gizani. Matayo alitumia dakika kadhaa kumueleza rais namna jinsi programu hizo zinafanya kazi. Umeniogopesha sana Matayo. Hilo ni jambo la hatari mno. Ni jambo la hatari, lakini hao jamaa walikuwa wanakusudia kulifanya hapa nchini siku moja. Haraka sana zinatakiwa ziondolewe hizo program zote katika mifumo yetu. Kwa nini hadi leo hii watu wetu hawajaweza kuligundua hilo jambo? Ni jambo la siri sana Mheshimiwa Rais. Kuligundua sio rahisi. Tunatakiwa kuziondoa mara moja hizo program zote na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha hawapandikizi tena program nyingine. Tayari programu hizo zimekwisha ondolewa Mheshimiwa Rais. Hatuna tena hatari, mifumo yetu yote iko salama. Rais alishusha pumzi akakusanya mikono yake kifuani. Asante sana Matayo kwa hilo mlilofanya. Ni wajibu wetu Mheshimiwa Rais kufanya kila tuwezalo kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama. Asante sana Matayo kwa hili kubwa mlilofanya. Mheshimiwa Rais, mpango wa kusambaza kirusi hapa nchini ni mpango ulio chini ya mtoto wa rais wa Riobombwe anaitwa Baraton Jonas. Licha ya kwamba mpango huu ni mradi wa mtoto wa rais, lakini kuna viongozi wa serikali ambao wanahusika nao. Kwa mfano, waziri wa mambo ya nje wa Riobombwe ambaye ni mtu wa karibu sana wa Rais Jonas. Wamo pia viongozi wengine. Idara ya ina nayo pia imetumika katika swala hili. Fabian na wenzake walipewa maelekezo na viongozi wa ina kwamba washirikiane na Martin kuhakikisha mpango huo unafanikiwa. Ushirika wa viongozi wa serikali ni ishara ya wazi kabisa kwamba rais analifahamu jambo hilo na akalibaliki, na kama amelibaliki basi ni naye ni mmoja wa washiriki. Mheshimiwa Rais, na hakika kuna wakubwa wako nyuma ya huu mpango, lakini kwa nini viongozi wa Riobombwe walikubali kushiriki kwa mpango hatari kama huo ambao utaua mamia kama sio maelfu ya watu? Mpango ulikuwa ni kusambaza kirusi hicho hapa nchini na Riobombwe. Sina hakika kama bado wanaendelea na mpango wa kusambaza nchini kwao. Katika idara ya ina hakuna taarifa zote kuhusiana na hiyo programu ya kusambaza kirusi hapa Tanzania. Hata hivyo, kuna jambo ambalo tumelifanya Mheshimiwa Rais. Zile sleeper programs zilizokuwa zimepandikizwa katika mifumo yetu, tumeziondoa zote, tukazipandikiza katika mifumo yao, kisha tukaziamsha. Hivi tunavyozungumza, nchi ya Riobombwe imesimama. Mifumo yao yote iliyokuwa imeunganishwa na shirika la ujasusi imesimama, haifanye kazi. Mifumo yao yote imeharibiwa. Msikilizaji, jasusi hapo. Tuishie hapa leo msikilizaji wangu. Jasusi mwenzangu. Mimi director Weni, jasusi msaidizi baada ya Matayo Murumbi, kiongozi wetu team leader. Ameshamwambia rais kwamba walichotaka kutufanyia ubaya ubwela tumerudisha kwao na tumewasha. Hatujazilaza, yani tumewasha na zimefanya kazi na nchi imesimama. Rais anasemaje baada ya hapo? Majibu tunakuwa tunayapata katika sehemu ya 18 msikilizaji. Tuko bado msimu wa pili na simulizi zinaendelea kunoga na kuwa tamu zaidi. Usikose kuwa nami hapo ili kujua nini hasa kiliendelea katika sehemu inayofuata. Mpaka wakati ujao, alamsiki. Bye bye. Karibu sana jasusi mwenzangu katika sehemu ya 18, na hii itakuwa ni mwisho wa msimu wa pili. Baada ya hapo tutakuwa tunaenda katika msimu wa 3 wa simulizi yetu. Lakini tumeshika katika sehemu ya 17 ni pale pa Matayo Murumbi alikuwa yuko Ikulu akiwa anazungumza na rais, na alikuwa anampa taarifa ambazo alikuwa amezipata baada ya kudukua mifumo mizima ya ujasusi huko ndani ya nchi ya Jamhuri ya Riobombwe. Akanamwambia kwamba Mheshimiwa Rais, mpango wa kusambaza kirusi hapa nchini ni mpango ulio chini ya mtoto wa rais wa Riobombwe anaitwa Baraton Jonas. Licha ya kwamba mpango huo ni mradi wa mtoto wa rais, lakini kuna viongozi wa serikali ambao wanahusika nao. Kwa mfano, waziri wa mambo ya nje wa Riobombwe ambaye ni mtu wa karibu sana wa Rais Jonas. Wao pia viongozi wengine. Idara ya ina nayo pia imetumika katika swala hili. Fabiani na wenzake walikuwa wamepewa maelekezo na viongozi wa ina kwamba washirikiane na Martin kuhakikisha mpango huo unafanikiwa. Ushiriki wa viongozi wa serikali ni ishara kuwa rais naye anafahamu jambo hilo na akalibaliki, na kama amelibaliki basi naye ni mmoja kati wa washiriki. Mheshimiwa Rais, na hakika kuna wakubwa wako nyuma ya huu mpango, lakini
Kwa nini viongozi wa Liubombwe wakubali kushiriki kwa mpango hatari kama huo ambao utaua mamia kama sio maelfu ya watu? Mpango ulikuwa ni kusambaza kirusi hicho hapa nchini na Liubombwe. Sina hakika kama bado wataendelea na mpango wa kusambaza nchini kwao. Katika idara ya ina hakuna taarifa zote kuhusiana na hiyo program ya kusambaza kirusi hapa Tanzania. Hata hivyo kuna jambo ambalo tumelifanya Mheshimiwa Rais. Zile sleeper programs zilizokuwa zimepandikizwa katika mifumo yetu tumeziondoa zote na tukazipandikiza katika mifumo yao kisha tukaziamsha. Hivi tunavyozungumza nchi ya Liubombwe imesimama. Mifumo yao yote iliyokuwa imeunganishwa na shirika la ujasusi imesimama ifanye kazi. Mifumo yao yote imeharibiwa. Tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 17, tuende pamoja katika sehemu ya 18. Tufike mwisho wa msimu wa pili tuweze kuanza msimu wa 3 wa simulizi yetu. Director Owen, jasusi mkuu msaidizi, tukiwa tuko na Patrick CK kwenye kazi nzuri kabisa ya uandishi, lakini tuko na Mateo Murumbi kwenye kuendesha mchakato mzima wa mission ya kutisha sana. Hii ni sehemu ya 18 tunaletepo tumeishia msikilizaji kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix na kunaipata simulizi, lakini pia kupitia WhatsApp nambari 0677 062012. Ukija huko basi unaweza kupata msimu wa 3 wa simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Simulizi inaendelea hivi. Umefanya hivyo? Ndio Mheshimiwa Rais. Baada ya kuchukua taarifa zote muhimu tulizokuwa tunazihitaji, tuliamua kufanya jambo hilo. Hakuna sababu ya kuonea huruma, hasa kwa yale walioyafanya hapa nchini. Mheshimiwa Rais, utatusamehe kama tumekosea kufanya uharibifu kwa nchi nyingine, lakini sisi tuna kauli yetu kwamba hakuna atakayesubutu katika kuichezea nchi yetu akabaki salama. Ubaya uliotaka kutufanyia tumeurudisha kwa wenyewe. Hamjakosea. Mateo, ninawapongeza sana kwa hichi mlichokifanya na ninaunga mkono. Serikali ya Liubombwe wanastahili adhabu. Ni serikali inayoongozwa na watu wenye roho mbaya sana, hivyo wanastahili kuadhibiwa. Huu ni mwanzo wa anguko lao. Jonas alikosea sana alipochagua kuwa kibaraka wa Mabebelo. Asanteni sana vijana. Mateo alikuwa ametoa diski mweko mfukoni akasimama kampatia rais. Mheshimiwa Rais, ndani ya diski mweko kuna kila kitu kuhusiana na idara ya siri ya ina na program zake zote. Kila kitu kuhusu Fabian na wenzake wote waliopandikizwa nchini humo kimaumo. Ushahidi wote umepatikana. Utaupitia na baada ya kujiridhisha utatoa maamuzi. Matao nitapitia tu kwa ajili ya kujua kwa undani zaidi kuhusu mambo wanayotufanyia, lakini kuhusu akina Fabiani ninaamini unachoniambia. Nilifanya kosa mara ya kwanza, sitaki kosa hilo lirudie. Nataka tushirikiane katika swala hili. Hawa jamaa wamekwisha tengeneza mtandao mkubwa sana hapa ndani ya serikali. Kwa hiyo siwezi kujua nani na nani ambao wapo katika mtandao huo. Mtu pekee ambaye ninamwamini kwa sasa ni wewe, ndio maana ninaomba tushirikiane. Kama ningechagua kushirikiana na wewe wakati ule, basi tungeweza kuzuia kirusi kusambaa. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu wote tuko tayari kushirikiana na wewe katika haya mapambano. Tunachohitaji ni wewe kutuamini. Ninawaamini Mateo. Ninawaamini kuliko mtu yeyote ule. Asante sana kwa kutuamini Mheshimiwa Rais. Tuko tayari kupokea maelekezo yako. Mimi nahisi kuchanganyikiwa kabisa. Nataka wewe unishauri tunatokaje hapa. Ushauri wako nitauzingatia sana. Ungekuwa wewe ndio rais wa nchi, ungefanya nini baada ya kupokea taarifa kama hii? Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza ambalo ninashauri tulifanye ni kuhakikisha tunawakamata wote waliopandikizwa hapa nchini, tukianzia na akina Fabian na wenzake walioshirikishwa katika mpango kusambaza kirusi hapa nchini. Wanatakiwa kuhojiwa kwa mara nyingine, na tena na safari tukiwa na ushahidi wa kutosha kwa wao sio raia wa Tanzania. Kuna mengi zaidi tutafahamu kuhusiana na mtandao wao wote waliotengeneza hapa nchini. Mheshimiwa Rais, hao wote tunatakiwa kabla ya mapamzuko tu tumewapata. Naweza kusaidia katika hilo. Ninaweza kumpigia simu Fabiani nikamtaka aje hapa Ikulu, kuna dharura. Baada ya kufika tutamwelekeza awapigie simu wenzake, awaambie kuna dharura na wapange mahali pa kukutana. Wewe na wenzako mtapanga utaratibu na jinsi ya kuweza kuwachukua watu hao. Hilo ni jambo zuri Mheshimiwa Rais. Tusaidie kumpata Fabian, alafu yeye atatusaidia kuwapata wenzake wote. Rais akachukua simu akampigia Fabian, lakini simu yake haikupatikana. Ajaribu mara ya pili na ya tatu, lakini simu haikupatikana. Hapatikani simuni. Mkurugenzi wa shirika la ujasusi wa Tanzania hapaswi kukosekana hewani. Hakuna namna nyingine ya kuwasiliana naye tofauti na kumpigia katika namba yake ya simu. Kuna namba nyingine ya dharura. Alisema rais akapiga namba ya dharura ya mkurugenzi Fabiani. Hii inaita tu haipokelewi. Something is not right. Jaribu kumpigia waziri wa afya ambaye naye yumo katika kundi lao. Matao alisema. Rais akapiga simu ya waziri wa afya, lakini nayo pia haikupatikana. Waziri wa afya naye pia hapatikani simuni. Nchi iko katika janga kubwa, na waziri wa afya ambaye wizara yake ndio iliyobeba dhamana ya kuhakikisha tunavuka salama katika janga hili hataki kukosekana hewani. Anatakiwa kufuatia kwa ukaribu kila kinachoendelea nchini hivi sasa. Hata mimi nimeshangaa sana. Katika janga kubwa kama hili linalotukabili, waziri wa afya anapaswa kukesha macho kufuatilia kila kinachoendelea nchini, alisema rais kwa mshangao. Jaribu kumpigia simu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu.
Alisema Matayo Rais akatafuta namba ya simu ya katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, akampigia simu lakini naye simu yake haikupatikana. Mheshimiwa Rais, kuna kitu hakipo sawa. Haiwezekani watu wote watatu wasipatikane simuni. Hawa wawili Fabian na waziri wa afya ni watu ambao wanatakiwa kupatikana hewani kwa masaa 24. Kutokupatikana kwao kunatia shaka sana. Unashauri tufanye nini Matayo? Mheshimiwa Rais, kutokupatikana kwa watu wote watatu kunanipa hofu kwamba huenda wamepata taarifa ya kile tulichokifanya na kwamba wao wako hatarini, hivyo wamekimbia au wamekwenda kujificha mahali. Unadhani watakao wamepata taarifa na Liobombwe? Ndio. Ulisema hakuna mawasiliano yote yale ya simu nchini Liobombwe hivi sasa. Inawezekana labda amepewa taarifa kwa kutumia simu ya satellite ambayo inaweza kufanya mawasiliano hata kama hakuna huduma kutoka kwa makampuni yanayotoa huduma ya mawasiliano. Matayo, nataka tuende wote nyumbani kwa Fabiani. Inataka kujiridhisha kama kweli hayupo nyumbani kwake. Mheshimiwa Rais, ni usiku mwingi sasa, pumzika. Tuachie sisi taifanya hiyo kazi. Usijali Matayo, tutakwenda na walinzi wachache. Maandalizi yalifanyika kwa haraka. Matayo na Rais wakawa wameelekea garini. Rais akataka aendeshe gari. Matayo alionyesha hofu. Una hofu kwa mimi kuendesha gari? Yaani kwa ajili ya usalama Mheshimiwa Rais. Usihofu, mimi dereva mzuri. Isitoshe usiku hakuna magari mengi. Waliondoka Ikulu huku Rais akiendesha gari nyuma, wakisindikizwa na gari moja la walinzi wa Rais, wakielekea nyumbani kwa Fabiani. Upande mwingine wa simulizi, askari aliyekuwa kilinda nyumbani kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi nchini alisema na kunyosha mkono kuyataka magari yaliyokuwa yanakwenda getini hapo kupunguza mwendo kasi kisha kusimama. Magari yaliposimama, yule askari akasogea dirishani kwa upande dereva wa gari la kwanza. Kioo cha dirisha kilishushwa, halafu Rais akavua kofia yake aliyokuwa amevaa. Askari akashtuka baada ya kumtambua mtu yule alikuwa ni Rais. Kwa haraka akasimama kwa ukakamavu na kupiga saruti. Fungua geti, nahitaji kuona na mkurugenzi. Mkurugenzi ametoka Mheshimiwa Rais. Ametoka saa ngapi? Yapata saa moja iliyopita. Alitoka peke yake au na familia yake? Alikuwa peke yake. Mke wake yuko ndani? Ndio Mheshimiwa Rais, familia yake ipo ndani. Fungua geti. Geti likafunguliwa, gari ikawa imeingia ndani na kusimama mbele ya nyumba. Mmoja kati ya walinzi wa Rais akashuka kwa haraka, akamfungulia mlango. Rais akashuka. Matayo alimuongoza akaelekea katika mlango mkuu wa kuingilia ndani. Matayo akagonga. Baada ya dakika toka kijana mmoja kama amefungua mlango. Alishtuka baada ya kumtambua Rais. Alimsalimu na kukaribisha ndani. Nimeambia baba yupo ila mama yupo. Naomba kuzungumza naye tafadhali. Alisema Rais. Yule kijana kama ameinuka mara moja akaenda kumjulisha mke wa Fabian kwamba Rais alikuwa amefika. Baada ya dakika 2 mke wa Fabian alijitokeza kumsalimu Rais kwa adabu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Kijana aliponiambia kwamba umekuja sikumwamini. Usijali, nimekuja nahitaji kuonana na mkurugenzi, lakini walinzi getini wameniambia kwamba ametoka. Naweza kufahamu ameelekea wapi kwa sababu hata simu yake haipatikani. Ameondoka usiku ghafla baada ya kupigiwa simu. Nadhani ni mambo ya kikazi. Alipigiwa simu na nani? Simu yake ameondoka nayo, hivyo siweze kufahamu alipigiwa simu na nani. Ila alipopigiwa simu alipokea, halafu nikasikia akisema halo Mheshimiwa Barozi. Aliporejea badili mavazi haraka haraka akaniambia kuna mara naelekea. Sikutaka kumuuliza wapi, kwani nimekusha mzoea anaweza kuondoka muda wote hata usiku wa manane kwenda katika kazi zake. Asante sana. Basi akija mwambie anipigie, kuna swala la dharura. Alisema Rais yuko anasimama. Nitafanya hivyo. Mke Fabian aliwasindikiza Rais na Matayo hadi garini, wakaagana wakaondoka. Ni Barozi yupi waliowasiliana na Fabian? Rais alimuuliza. Mheshimiwa Rais, kama nilivyokuambia tukiwa Ikulu, Fabian na wenzake tayari wamekwisha pewa taarifa kwamba wapo katika hatari kubwa, hivyo kuna maelekezo wamepewa. Kuna mahali wamekwenda. Hata hivyo itakuwa vizuri tukimfahamu Barozi huyu alimpigia simu ni nani. Tunaweza kufahamu Barozi alimpigia simu? Ndio Mheshimiwa Rais. Alisema Matayo kama amechukua simu akampigia Ruby. Halo Matayo, Ruby. Tunahitaji msaada wako. Inaonekana Fabian na wenzake tayari wamekwisha pewa taarifa kuwa wamejulikanika na wote hawapatikani. Tumetoka nyumbani kwa Fabian, mke wake ametuambia Fabian alipigiwa simu usiku na Barozi. Nataka ufuatilie mawasiliano ya Fabian ili tufahamu mtaliwasiliana naye usiku. Uko na nani Matayo? Niko na Mheshimiwa Rais. Sawa Matayo, nitakupigia baada ya muda mfupi. Alisema Ruby na ukata simu. Ni nani huyo uliongea naye? Rais akauliza. Anaitwa Ruby. Huyu ndiye tunayemtumia katika masuala yote yanayohusiana na teknolojia. Ni mdukuaji wa kimataifa. Ndiye aliyefanikisha kudukua mifumo ya siri ya ujasusi ya Liobombwe. Nahitaji kuonana na timu yako yote baada ya haya mambo kutulia. Nitakuwa na mazungumzo maalum na nyinyi. Sawa Mheshimiwa Rais. Zilipita dakika 4 Ruby akamepiga simu. Ruby, una chochote umekipata? Ndio, amepigiwa simu na Mark Moulton. Huyu ni balozi wa Silausi hapa nchini. Asante sana Ruby. Alisema Matayo na ukata simu. Mheshimiwa Rais aliwasiliana na Fabian, balozi wa Silausi hapa nchini. Balozi wa Silausi? Ndio Mheshimiwa Rais. Unakumbuka nilikuambia kwamba nilipigiwa simu na waziri wa mambo ya nje wa Silausi, akanipa maelekezo ya kuhakikisha balozi wa Liobombwe anapatikana haraka sana. Mheshimiwa Rais, Silausi ni taifa la kibeberu na wanachokifanya
wanaitumia Jamhuri ya Ubombwe katika kufanikisha mipango yao ya kuchukua rasilimali katika nchi za Afrika. Ukigusa ile Ubombwe moja kwa moja unakuwa umeigusa Leselaus. Kumbuka nilikwambia kwamba mradi mkubwa wa Ina uliowapandikiza Fabian na wenzake fedha za kuendesha zimetoka nchini Selous katika familia ya kitajiri. Nadhani baada ya kutokea lile tukio, rais wa Ubombwe alimpigia simu rais wa Selous akamfahamisha kilichotokea, kisha balozi wa Selous hapa nchini akaelekezwa kuwapigia simu Fabian na wenzake. Inawezekana amewaita mahali ili awaelekeze kile kilichotokea Ubombwe na hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Mheshimiwa rais hawa jamaa wakijua kile kilichotokea kwamba tayari taarifa zao zimepatikana, watakimbia nchi. Tunatakiwa kufanya haraka sana kuhakikisha wanapatikanika kabla hawajatoroka nchini. Kuna njia nyingi wanazoweza kuzitumia kuondoka hapa nchini. Kuna makampuni ya Selous hapa nchini yana hadi viwanja vya ndege, ni rahisi kuondoka kwa kupitia huko. Tunatakiwa kuwawahi kabla hawajatoka Dar es Salaam. Namna gani tutapata kabla hawajatoka nchini? Mateo, hakikisha kwamba unafanya kila uwezalo kuhakikisha hawa jamaa hawatoki nchini. Sawa Mheshimiwa Rais, alisema Mateo. Akachukua simu akampigia Robi. Robi, nataka ufuatilie simu ya Balozi Mark, fahamu mahali alipo hivi sasa. Sawa Mateo, usikate simu. Mateo alikuwa ameendelea kusubiri kwa dakika chache, alafu Robi akamwambia simu ya Balozi Mark iko katika ubalozi wa Selous. Sawa Robi, asante, alisema Mateo na kukata simu. Mheshimiwa Rais, ninashawishika kuamini Fabian na wenzake watakuwa katika ubalozi wa Selous hapa nchini. Una uhakika watakuwa balozini? Sina uhakika Mheshimiwa Rais, lakini Balozi Mark ndiye atakayetusaidia kujua mahali walipo. Nikimpigia simu Balozi Mark na kumwomba niambie mahali waliko Fabian na wenzake, hata sema chochote kile. Hatupaswi kumpigia simu Mheshimiwa Rais, kwa sababu hata tuelekeza ukweli. Tutampata jili atueleze ukweli mahali walipo Fabian na wenzake. Nitamfuata ubalozini, ataendeleza kila kitu. Mateo, huwezi kuruhusiwa kuingia ubalozini usiku. Mheshimiwa Rais, sintoingia ubalozini kwa kufuata utaratibu. Nitatumia njia zangu kuingia na kumpata balozi. Hiyo ni hatari sana Mateo. Lile ni eneo la nchi nyingine, hivyo unapoingia bila taratibu inahesabika ni uvamizi. Usifu Mheshimiwa Rais. I am good at this. Akimasha kama niko vizuri kwenye michezo. Mateo, njia hiyo inaweza kutuweka katika matatizo na serikali ya Selous. Mheshimiwa Rais, serikali haitaingia matatizoni kwani mimi sifanyi kazi serikalini na wala sijatumwa na serikali. Kama likitokea tatizo lolote lile au hata nikakamatwa, basi serikali haitahusishwa. Mheshimiwa Rais, hatuna njia nyingine ya kuweza kuwapata wajamaa kabla ya mapambazuko zaidi ya kumfuata balozi wa Selous hapa nchini. Tukichelewa hatutaweza kuwapata tena. Hofu yangu nyingine ni matumizi ya nguvu katika kumfanya balozi kuelezea mahali alipo kina Fabian. Mheshimiwa Rais, nguvu lazima itumike. Ninaomba usihofu chochote kile Mheshimiwa Rais. Ikitokea kuna tatizo lolote ile, basi nitakayewajibika ni mimi. Wewe hautahusika na chochote kile, wala nchi haitalaumiwa. Muda unakimbia Mheshimiwa Rais. Uamuzi ni wako. Je, tutumie njia yangu ili tuwapate hawa jamaa au tuache waondoke nchini? Kimya kilitanda garini. Mheshimiwa Rais, ukimya huo ni jibu tosha kwamba unakubali niendelee na mpango wangu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kama hautaje, naomba niingie katika gari la walinzi wako ili mimi nikaendelea na mpango wangu. Rais alipunguza mwendo wa gari akalitoa nje barabara. Walinzi wake nao wakafanya hivyo. Kabla ya kushuka aligeuka na kumtazama Mateo. Mateo, nenda ukafanya kile unachotaka kukifanya, lakini nataka ufahamu kwamba Mateo, nenda kafanya kile unachotaka, lakini nataka tu ufahamu kwamba katika hilo uko peke yako. Naelewa Mheshimiwa Rais. Good luck. Akamwambia kwamba kila laheri. Wasiliana nami pale utakapokuwa umetoka salama. Sawa Mheshimiwa Rais. Rais alifungua mlango akashuka, akaongozana na walinzi wake wakaingia katika gari la walinzi na kuondoka kuelekea Ikulu. Baada ya Rais kuondoka, Mateo alichukua simu yake akaitafuta namba ya Jacob, msimamizi mkuu wa kampuni ya ujasusi Homeland Intelligence, akaipigia. Habari za usiku boss. Jacob, anahitaji rescue team usiku huu. Wape taarifa waanze kujiandaa mara moja, kuna shughuli muhimu sana ya kuifanya usiku. Nimeshaenda kuingia katika sehemu moja nyeti sana. Sawa boss. Mimi naelekea katika kambi yao. Sawa boss. Kuna ulazima mimi kuwepo? Hapana. Ninahitaji vijana wachache. Asante. Na wasiliana nao sasa hivi kuwataka wajiandae. Alisema Jacob, na Mateo kama amekata simu akawasha gari akaondoka mahali pale kwa kasi. Alipofika sasa, asante sana kwa kujiandaa jamani, katika kipindi kifupi sana. Mateo aliwaambia vijana 8 wa idara ya uokozi katika kampuni ya Homeland Intelligence waliokuwa wamejiandaa tayari kwa mission ya usiku ule. Naamini nyote mnafahamu kile kinachoendelea hapa nchini. Kuna ugonjwa hatari sana unasambaa kwa kasi kubwa sana hapa nchini kwetu, na hadi sasa hivi mamia ya watu tayari wameshapoteza maisha. Ugonjwa huu unasababishwa na kirusi. Kuna kikundi cha watu ambao wamesambaza kirusi cha makusudi kabisa hapa nchini kwa malengo yao wenyewe. Tayari watu hao tumewafahamu na usiku wamekimbilia katika ubalozi wa Selous hapa nchini. Misheni yetu ni kuingia katika ubalozi wa Selous hapa nchini.
kumpata balozi wa Silausi ili atueleze mahali walipo hao jamaa. Misheni hiyo nitaiongoza mimi mwenyewe, Mata alisema. Mipango ya misheni hiyo ilianza mara moja. Saa 10:08 usiku kilisikika kishindo kidogo cha mwanguko wa kitu katika ubalozi wa Silausi. Baada ya dakika kadhaa moshi mzito ulianza kusambaa katika eneo la kuzunguka ubalozi huo. Walinzi walishtushwa na moshi ule, na wakati wakiwa wanaendelea kushangaa kujiuliza kilichosababisha moshi ule kusambaa, ghafla kajikuta wamevamiwa na wakawekwa chini ya ulinzi na watu waliokuwa wamevalia mavazi meusi, huku nyuso zao wamezifunika na macho walikuwa wamevaa vifaa vya kuwawezesha kuona katika giza. Mmoja wa wale walinzi aliwekewa mtoto wa bunduki kichwani. Tuelekeze ilipo nyumba ya balozi. Yulimza kuelekeza ilipo nyumba ya balozi. Walinzi wale walichomwa sindano iliyowalaza. Baada ya muda mfupi wakaingizwa katika chumba cha walinzi, wakafichwa chini ya meza. Geti likafunguliwa, magari mawili yakaingia na kuegeshwa karibu na geti. Jamaa wawili walibaki katika magari na wengine wawili wakasimama getini kulinda usalama. Watano wakaelekea ilipo nyumba ya balozi. Kulikuwa kuna ukimya mkubwa balozini hapo. Walifuata maelekezo ya yule mlinzi, wakaifikia nyumba ya balozi. Mlango ulifunguliwa, kama wameingia ndani. Walitawanyika na kuanza kuingia katika chumba kimoja baada ya kingine. Balozi Mark Martin akiwa chumbani kwake alisikia watu wakiwa wanazungumza. Alinuka na kufungua mlango ili aweze kuchungulia kilichokuwa kinaendelea. Baada tu amefungua mlango, alijikuta akiwa anatazamana na mtoto wa bunduki. Tafadhali inua mikono juu. Balozi alifanya kama alivyokuwa ameelekezwa. Geuka nyuma taratibu kisha rudi chumbani. Balozi geuka na kupiga hatua kurudi chumbani. Mke wake alishitushwa kusikia sauti ya mtu, akainuka na kujikuta akiwa anatetemeka baada ya kumwona mtu mwenye silaha mle chumbani. Alitaka kupiga kelele lakini alitulia baada ya kuelekezwa mtoto wa bunduki. Akaamliwa kushuka kitandani, akaungana na mume wake, wote wakapiga magoti. Balozi Mark Morton, hatuna sababu yoyote ya kukudhuru wewe, mke wako wala familia yako. Tumekuja hapa kwa jambo moja tu. Wapi alipo Fabian, mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi Tanzania? Umewasiliana naye usiku huo, na baada ya kuwasiliana naye aliondoka nyumbani kwake mara moja. Tuelekeze alipo tafadhali. Kama utatueleza ukweli ndani ya dakika moja, wewe na mke wako wote tutawachapa risasi, alisema yule mvamizi kwa ukali. Balozi na mke wake walitetemeka. Mara wakasikia vyuma vilikilia kutoka katika bunduki ya yule jamaa aliyekuwa amewatishia kwa mavazi yake meusi. Nitakuonesha walipo. Naomba tafadhali usituzuru mimi na mke wangu. Ulimwambia nini Fabian baada ya kumpigia simu? Nilimpa maelekezo niliyokuwa nimeelekezwa nimpe. Maelekezo gani alitoka wapi? Nimeelekezwa nimueleze kwamba anatakiwa aondoke nyumbani kwake mara moja, kwa Nitali amekusha gundulika. Nilielekezwa kuwapigia simu watu 5 na kuwataka waje hapo balozini. Maelekezo hayo yalitoka wapi? Kwa rais wa Ubombo Jonas Mavubi. Pia nilikuwa nimepokea maagizo kutoka kwa rais wangu Justin. Watu wangapi ulielekezwa wapigie simu? Watu 5. Sawa, nataka ukanionyeshe mahali walipo Fabian na wenzake. Sawa, nitakupeleka. Mke wa balozi alitolewa na kuunganishwa na wanafamilia wengine waliokuwa wanalindwa na jamaa wawili. Balozi akaongoza jamaa wengine 3 kuelekea katika nyumba walimu wa kina Fabian. Mlango haukuwa umefungwa, akaufungua na wakaingia ndani. Alionyesha mlango wa kwanza ukagongwa. Nani? Akauliza mtu kutoka ndani. Ni mimi balozi hapa. Mlango ulifunguliwa na jamaa aliyekuwemo ndani, akachungulia, akajikuta akiwa anatazamana na bunduki. Alibamiza mlango kwa haraka lakini ulipigwa teke zito ukafunguka. Aliyekuwemo katika chumba kile alikuwa ni gavana wa benki kuu Profesa Evarist Mwarukwisa. Haraka alinyanyuliwa na kufungwa pingu na kubandikwa gundi mdomoni. Kishindo cha mlango kupigwa teke kiliwashtua wengine walio katika vyumba vingine. Waliogopa lakini hakukuwa na njia nyingine ya kutokea. Mlango mmoja ulikuwa unafunguliwa na wote waliokuwemo wakachukuliwa. Gavana wa benki kuu Profesa Evarist Mwarukwisa, Fabian mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi Tanzania, waziri wa nishati Profesa Nixon Bumba, waziri wa afya Dr. Mary Gambia na Camillus Nyenze, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu. Hakukuwa na maongezi, wote 5 walifungwa pingu, wakabandikwa gundi midomoni, wakatolewa mle ndani. Moshi ulianza kupungua. Magari mawili yakafika katika nyumba ya balozi Fabian na wenzake, wakaingizwa katika gari moja. Jamaa wawili wakaingia kwenda kuwalinda. Wale jamaa wengine waliobaki wakaingia katika gari la pili wakaondoka, wakiwaacha balozi na familia yake katika mshangao na hofu kubwa. Lilikuwa ni tukio kubwa ambalo hakulitarajia kabisa kama lingetokea. Waliashuhudia magari yale yakitokomea hadi alipotoka nje ya geti. Mke wa balozi alimtaka balozi kupiga simu polisi mara moja ili kutoa taarifa ya uvamizi ule, lakini balozi alikataa na kuwataka wote waingie ndani. Alikwenda haraka kitini kutazama walinzi, akawakuta wote wakiwa hawana fahamu. Aliwaacha akarejea nyumbani kwake, akamtaka kila mmoja aende chumbani kwake kulala. Kwa nini hutaki kuwajulisha polisi jambo hili lilotokea? Natakiwa kuwasiliana kwanza na rais ili atoe maelekezo kama nitoe taarifa polisi au vipi. Namba ya simu ya rais wa Silausi akampigia.
Habari balozi, alisema Rais Justin wa Selous. Habari si nzuri mheshimiwa rais, kuna tukio limetokea usiku. Tukio gani limetokea? Tumevamiwa na watu wasiojulikanika waliokuwa na silaha nzito wakiwa wamefunika nyuso zao. Mmevamiwa wapi? Hapo balozini? Ndio mheshimiwa rais, tumevamiwa hapa balozini muda mfupi uliopita. Hebu nieleze tukio lilivyokuwa. Balozi alimueleza Rais Justin tukio lilivyokuwa. Una uhakika watu hao ni wa Tanzania? Siwezi kusema moja kwa moja kama ni wa Tanzania kwa sababu hawakuonekanika sura zao, na aliyekuwa akitoa amri alitumia lugha ya Kiingereza, lakini Kiingereza chake kinaonyesha sio Mtanzania. Hakuna alama nyingine yote ya kuweza kuwatambua hao jamaa. Vipi kuhusu namba za magari? Magari yao hayakuwa na namba. Kimya kilitanda. Mheshimiwa rais, nasubiri maelekezo yako. Je, ndio taarifa polisi kuhusiana na uvamizi? Hapana, sio taarifa polisi. Wanataka kufahamu watu hao waliochukuliwa walikuwa wanafanya nini ubalozini usiku. Swali hili liacha kama lilivyo. Tutashughulika kwa namna nyingine. Sawa mheshimiwa rais, alisema balozi na kukata simu. Maelekezo ya tusitoe taarifa polisi, swala hili libaki kama lilivyo. Tukitoa taarifa polisi tutaharibu kila kitu. Kwa nini kitu kinaendelea? Wale jamaa kwa natafuta kina nani? Nilipigiwa simu na Rais Justin akaniambia kuwa rais wa Leobombwe atanipigia simu na kunipa namba za simu za watu ambao ninatakiwa kuwapigia na kuwataka waje mara moja hapa balozini ambako watalala katika jengo la wageni hadi hapo nitakapokuwa nimepewa maelekezo mengine. Rais wa Leobombwe alinipigia simu akanipa namba za kupiga, nikawapigia hao watu, nikawapa maelekezo niliyokuwa nimepewa na ndipo wote wakawa wamekuja mara moja hapa balozini. Watu wale walikuwa wanatakiwa kuondolewa nchini mara moja. Wale walikuja kuwatuvamia ni akina nani? Unawafahamu? Asiwajui, ila waliwafuata wale watu niliokuwa nimeelekezwa niwape hifadhi hapa. Wamefahamuje kama wale watu wako hapa? Mkabuliza kauliza. Sifahamu. Nachoshukuru hawajatumiza. Kilichowaleta hapa ni kuwachukua wale watu, alisema balozi. Twende Nwazwimbo ndani ya Jamhuri ya Leobombwe. Simu ya satellite ambayo Rais Jonas alikuwa amepewa na balozi wa Selous nchini Leobombwe iliita kaipokea. Hello, Jonas, unazungumza na Rais Justin. Nimepata taarifa kutoka kwa balozi wetu nchini Tanzania ambayo sio nzuri. Balozi Maka amenifahamisha kwamba aliwasiliana na wale watu uliompa namba zao, akawapa maelekezo na wote wakawa wameenda ubalozini mara moja. Usiku kumefanyika uvamizi, watu wasiojulikana wamevamia ubalozi wetu nchini Tanzania wakiwa na silaha huko wameficha sura zao, wakatishia kumuua balozi na familia yake kama hawataonesha walipo watu aliowapigia simu na kuwataka waende ubalozini. Ili kuokoa maisha yake, alilazimika kumuonesha watu hao walipo, wakafungwa pingu na wakaondoka nao. Watu hao lazima wametumwa na serikali ya Tanzania. Kama wamewafuata Fabian na wenzake ubalozini wakawachukua, basi hali ni mbaya. Hili ni anguko letu mheshimiwa rais. Usikate tamaa. Jambo kubwa kwa sasa hivi ni kujielekeza katika kurudisha mifumo ya serikali ili shughuli ziendelee. Tanzania kwa sasa hivi inakabiliwa na janga kubwa la kusambaa kwa kirusi, kwa hiyo hawatakuwa na muda wa kushughulika na masuala mengine. Hii itatupa sisi nafasi ya kujipanga vizuri. Nitawasiliana na watu wetu wote kuwapa taarifa ili maandalizi ya kuondoka Tanzania yaanze mara moja. Katika kipindi hiki ambacho Tanzania wanaendelea kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa, sisi tutaendelea na uvunaji wa malighafi. Kazi zitafanyika mara mbili zaidi ya kawaida ili pale watakapokuja kuchukua hatua tuwe na hazina ya kutosha malighafi. Nimeona nikujulisha hilo. Kesho kama nilivyokuahidi, itakuja ndege ikiwa na wataalamu wa kutosha ambao watakutana nanyi, halafu watatuambia kitu cha kuwasaidia. Sawa mheshimiwa rais, alisema Rais Jonas na kukata simu. Mambo yamefika mwisho. Ndio maana kila tunachojaribu kukifanya kinashindikana. Watanzania wana msemo wao kwamba siku ya kufanyani miti yote uteleza. Juhudi za kuwaondoa watu wetu nchini Tanzania zimegonga ukuta. Wote wamekamatwa. Tanzania wamepata ushahidi wa kutosha baada ya kufanya udukuzi kwa Fabian na wenzake sio raia wa Tanzania. Jambo hili ni kubwa na linaweza kuwa na athari kubwa sana kwetu. Siri zetu nyingi zitaanikwa. Kila tunachokifanya katika nchi mbalimbali kitawekwa hadharani. Itakuwa ni aibu kubwa. Tunapongezwa dunia nzima kwa mageuzi makubwa ya kiuchumi bila watu kujua kama uchumi wetu unategemea nchi nyingine zinazotuzunguka. Kama siri hizi zitaanikwa, basi litakuwa ni anguko letu. Mahusiano na nchi majirani zetu ambazo tunazitegemea kiuchumi yatavunjika. Hii inanipa hofu sana, aliwaza Rais Jonas. Yote yamesababishwa na mtu mmoja anaitwa Mateo Mulumbi. Kama sio huyu jamaa, kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri sana. Huyu jamaa nitamuinda usiku na mchana, na kabla ya kuingia kabrini nitahakikisha amepatikana. Huyu nitahakikisha namuua mimi mwenyewe. Rais Jonas alizama katika mawazo. Dar es Salaam, Tanzania.
Kutoka balozi Selausi, Matayo na timu ya uokozi wa Homeland Intelligence walikwenda katika nyumba maalum ya kampuni hiyo ya ujasusi. Fabian na wenzake wote, kila mmoja alikuwa amefungwa katika chumba chake. Jamani, asanteni sana kwa kazi hii, wengine mnaweza mkaondoka, nitabaki na watu wawili tu kunisaidia hapa. Baada ya timu ya uokozi kuondoka, Matayo alimpigia simu Gosugosu. Matayo, bado uko Ikulu? Ikulu nimetoka muda mrefu sana, kwa sasa hivi niko katika moja kati ya nyumba za Homeland Intelligence. Matayo akamwelekeza Gosugosu kilichofanyika usiku ule na kufanikiwa kuwapata Fabian na wenzake. Kazi nzuri sana Matayo, utanihitaji huko nje mara moja. Endelea kubaki hapo hapo kuhakikisha kwamba Ruby na wengine wanakuwa salama. Kazi yako nitaimaliza. Sawa Matayo. Ukihitaji msaada utanijulisha mara moja. Baada ya kuzungumza na Gosugosu, Matayo alimpigia simu rais akamfahamisha kwamba tayari amefanikiwa kuwapata Fabian na wenzake ambao walikuwa wamejificha katika ubalozi wa Selausi. Asante sana Matayo kwa kazi hiyo kubwa sana. Kama tungechelewa kidogo tu angeondoka nchini. Baada ya kuwapata nini kinaendelea? Nitafanya mazungumzo na mmoja mmoja. Mheshimiwa Rais, katika hatua kama hii ambapo watu hujua hawana ujanja tena, hutafuta kila namna ya kujiokoa. Katika kutafuta namna ya kujiokoa, basi wanaweza wakatuambia hata yale mambo ambayo tusiyafahamu. Endelea nao huko, na kama kuna chochote ukipata utanifahamisha. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya kuzungumza na Rais, Matayo aliwachukua wale jamaa wawili waliobaki akaenda nao katika chumba cha kwanza ambacho ni chumba alimo waziri wa afya Dr. Mary Gambia. Alimbandua gundi mdomoni alafu alivuta kitaka kete. Dr. Mary, habari ya muda huu? Ni mara ya kwanza mimi na wewe tunakutana na kuzungumza ana kwa ana. Nitaanza kujitambulisha, naitwa Matayo Murumbi. Utanisema sintokuita mheshimiwa waziri kwa sababu wewe sio waziri tena. Kwa hiyo nitakuita tu kwa jina lako Dr. Mary. Alinyamaza kidogo. Unaweza kuniambia ulikuwa unatafuta nini pale katika ubalozi wa Selausi usiku? Akauliza Matayo, lakini Dr. Mary midomo kamtetemeka kwa sita kujibu. Naomba nikusaidie kujibu Dr. Mary. Siku chache zilizopita tuligundua uwepo wa mpango wa kusambaza kirusi hatari hapa nchini. Tuligundua mtandao mkubwa wa watu waliokuwa katika mpango huo ni raia wa Riobombwe. Baada ya uchunguzi zaidi tukagundua kwamba kuna viongozi wa serikali wanaojihusisha na mpango huo. Tuliwafanikiwa kuwagundua ni katibu mkuu Camillus, na baadaye tukamgundua mwingine ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi Tanzania Bwana Fabian. Baada ya kuwahoji walikiri kuhusika katika mpango huo, lakini kwa maelekezo kutoka Riobombwe, wakimaanisha kwamba walipokea maelekezo kutoka ndani ya serikali ya Riobombwe. Mmoja wa watu waliokuwa wametajwa kuhusika katika mpango huo ni wewe. Mapema leo tumefanya udukuzi katika mifumo ya shirika la ujasusi Riobombwe, tukafanikiwa kupata taarifa zote kuhusu wewe na wenzako wote. Tumegundua wewe na wenzako wote mko katika programu inaitwa INA. Mleta kutoka Riobombwe na kupandikizwa hapa nchini. Mmekuwa mkitumiwa na serikali ya Riobombwe katika kufanikisha misheni mbalimbali hapa nchini, na moja ya jambo mlilosaidia kufanikisha ni kusambaza kirusi hapa nchini. Mamia ya watu wamekufa na wengine wanaendelea kupata maambukizi. Dr. Mary, umeishi sana hapa Tanzania tangu ukiwa mdogo. Una marafiki wengi sana. Umeolewa na Mtanzania. Watoto wako wote ni wa Tanzania. Kwa nini ulikubali kufanya jambo kama hili kwa Tanzania? Umeaminiwa hadi ukapewa waziri. Vipi ukifahamika kama waziri wa afya wa Tanzania ameshiriki kusambaza kirusi hatari kinachoendelea kwa Tanzania? Unaweza familia yako wataachwa salama na kuhakikisha watauawa kwa mawe? Alisema Matayo huko akiendelea kumtazama Dr. Mary. Familia yako wanafahamu kama mama yao sio Mtanzania na kwamba ameshiriki katika mpango wa kusambaza kirusi hatari kinachoendelea kuua watu hapa nchini? Naamini hawajawahi kufikiria kama mama yao anaweza kuwa ni mkatili kiasi hiki. Jambo hili litawaumiza mno, lakini hakuna namna, lazima tu wafahamu kila kitu kuhusu mama yao. Mahali lilipofikia swala hili hakuna siri tena. Lazima wajue kila kitu kuhusu wewe. Naonea huruma sana. Matayo akaendelea kumtazama Dr. Mary kwa makini. Ukiachilia mbali mateso na maumivu utakayosababisha katika familia yako, bado utakabiliwa na adhabu. Tuna rekodi za mambo yote ulioshiriki na katika hili la kusambaza kirusi hatari hapa nchini kupelekea mamia watu kupoteza maisha. Huwezi kuikwepa adhabu ya kifo. Sekunde kadhaa zikapita, alafu Dr. Mary akasema, Bwana Matayo, naomba niseme kidogo. Karibu na kusikiliza. Kwanza kabisa nakubali mimi asili yangu ni Riobombwe. Siwezi kukataa wakati tayari ushahidi wote unao. Nakubali kweli nipandikizwa hapa Tanzania. Ninaamini mmekwisha pata taarifa zote kuhusu mimi na wenzangu katika programu ya INA. Usiku nilipigiwa simu na balozi Selausi hapa nchini, akaniambia niko katika hatarini. Akanitaka niondoke mara moja nyumbani nielekee balozi. Alitujulisha kwamba umefanyika udukuzi na taarifa zetu zote tayari nimezipata. Pale bazeni tukaweka kwa muda tukisubiri kupambazuka ili tuweze kuondolewa nchini. Malitostai kusema sana kwani kila kitu nakifahamu, ila hakuna jambo nataka ulifahamu. Mimi na wenzangu wote uliotukamata pale ubalozeni wa Tanzania tumeisha pata tangu tukiwa wadogo. Tumeoa na kuolewa hapa. Tunaipenda nchi, na kama yangelikuwa ni maamuzi yetu tusingefanya hiki tulichokifanya. Haya yote tuliyafanya ni maelekezo kutoka kwa wakuu wetu Riobombwe.
hatuwezi kukataa, kwani kwa kufanya hivyo tunaweza kuuawa. Kwa hiyo tulilazimishwa na mkuu wetu kushiriki katika misheni mbalimbali, na hata ya Kirusi haikuwa kusudi letu kushiriki. Tumelazimishwa. Anyamaza kumtazama Mathayo kwa makini. Jambo la pili, nataka kuingia makubaliano na serikali, alisema akanyamaza. Nimeambiwa mlichokifanya ile ubombwe, nimefuta kila kitu. Hakuna tena kumbukumbu zetu zote zile. Hii ina maana mimi na wenzangu wote tulioletwa na serikali ile ubombwe sasa hivi ni wa Tanzania baada ya taarifa zetu zote nchini ile ubombwe kufutwa na hakuna sehemu nyingine ya kuzipata. Sifahamu kwa wengine, lakini mimi ninawashukuru sana kwa kile mlichokifanya. Nilikuwa naumia sana kutumikia nchi mbili kwa sasa baada ya taarifa zangu kufutwa. Nimebaki na nchi moja tu ambayo ni Tanzania, kwa hiyo ninataka kufanya makubaliano na serikali ya Tanzania. Unaposema makubaliano unamaanisha nini? Unataka serikali ya Tanzania ikubaliane nini na wewe? Niko tayari kusaidia kupatikana kwa chanjo ya kukabiliana na kirusi kilichosambazwa, lakini nahitaji serikali ya Tanzania wasinifungulie mashtaka yote yale. Nataka niendelee na wazifa wangu wa waziri wa afya na nisihusishwe na misheni yoyote ile ubombo hapa nchini. Kama serikali ya Tanzania watakubaliana na mimi kunifanya hayo, nitaisaidia kupatikana kwa chanjo hiyo. Kirusi kinachosambazwa hapa nchini ni kirusi cha kutengeneza maabara. Kirusi hiki kimetengenezwa kwa malengo ya biashara, na ndio maana kimefanywa kiwe hatari sana na kiue kwa haraka. Kirusi kimetengenezwa kinga yake ambayo sisi na familia zetu tumechanja tayari. Ninaifahamu kanuni ya kutengeneza kinga hiyo. Kama serikali watakubali ombi langu, basi nitashirikiana na wanasayansi wetu kufanikisha utengenezaji wa hiyo kinga na tutaokoa watu wengi sana. Mathayo alivuta pumzi ndefu alafu akauliza, binafsi na uwezo wa kufanya makubaliano na wewe? Mwenye uwezo huo ni Mheshimiwa Rais pekee. Kama akikataa kufanya makubaliano na wewe utafanya nini? Nchi italazimika kununua chanjo kwa fedha nyingi sana kutoka nje. Natoa suluhisho ambalo halitagharimu serikali fedha ya kununua chanjo, bali chanjo zote zitatengenezwa hapa hapa nchini. Tunaweza kuokoa watu wengi sana kwa haraka. Mathayo alifikiria kidogo alafu akainuka. Ninakuja. Alitoka nje akachukua simu akampigia rais. Mathayo, kuna habari gani? Mheshimiwa Rais, kuna jambo ninawasilisha kwako. Nimezungumza na waziri wa afya Dr. Mary, kuna jambo ameniambia. Amesema anataka kufanya makubaliano na wewe. Kuna mambo anayotaka kutoka kwako, na akiyapata basi atasaidia kupatikana kwa chanjo na kukabiliana na kirusi kinachoendelea kusambaa. Anadai anaifahamu kanuni ya kutengeneza chanjo hiyo. Anaweza kusaidia kupatikana kwa chanjo? Ndio Mheshimiwa Rais. Yeye anahitaji nini? Hataki kufunguliwa mashtaka aina yote ile kuhusiana na mambo aliyoyafanya kwa maelekezo ya Libombwe. Anataka kubaki na wazifa wake wa waziri wa afya. Mathayo, wewe unasemaje kuhusu swala hilo? Mheshimiwa Rais, kama ana uwezo wa kusaidia kupatikana kwa chanjo, hakuna ubaya kukubaliana naye. Tutaokoa watu wengi chanjo ikipatikanika hapa nchini kuliko kusubiri kununua katika makampuni ya nje. Kama unaliafiki jambo hilo, mimi sina tatizo. Niko tayari kuzungumza naye. Lakini vipi kuhusu wenzake? Mheshimiwa Rais, tuzungumze kwanza na Dr. Mary alafu hao wengine watafuata. Mheshimiwa Rais, hao jamaa wanaweza kuwa na msaada mkubwa kwetu. Kwa sasa hivi hakuna taarifa zao nchini ile ubombe, kwa hiyo ni wa Tanzania. Tunaweza kuingia nao makubaliano wakatusaidia kupata taarifa nyingi kuhusiana na ule uwizi unaoendelea hapa nchini. Matamlete kwanza Dr. Mary hapa Ikulu nizungumze naye, halafu tutajua kitachofuata. Sawa Mheshimiwa Rais. Alisema Mathayo na kukata simu akarejea chumbani akamfungua Dr. Mary pingo za mikononi. Tunakwenda Ikulu, Rais anataka kuzungumza na wewe, na kama atalizika basi anaweza akakubali ombi lako. Mathayo hapa maelekezo vijana wake kuimarisha ulinzi. Mara pale akaingia katika gari pamoja na Dr. Mary wakaelekea Ikulu. Tayari kulikusha pambazuka. Mathayo na Dr. Mary walikuwa wameshawasili Ikulu. Hakukuwa na usumbufu wote wa kuingia, kwani rais alikushatoa maelekezo. Moja kwa moja wakaelekea katika makazi ya rais ambako walikaribishwa ndani. Rais alitaarifiwa ujio wao akaenda kuzungumza nao. Mathayo, karibuni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais, nimemleta Dr. Mary kama ulivyoelekeza. Dr. Mary, nimepokea maombi yako na nataka tuonane ana kwa ana nikusikilize. Karibu. Eleza kile unachotaka kunieleza. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa nafasi hapa. Kwanza kabisa nakuomba radhi sana Mheshimiwa Rais kwa kile kilicho escape that part. Twende moja kwa moja kwa yale ambayo uliyomwambia Mathayo. Mathayo alimwambia kwamba ninataka kufanya makubaliano na serikali. Kuna mambo nitayahitaji, na kama mkiwa tayari kunitimizia mambo yangu, basi nitasaidia katika kupatikana kwa chanjo ya kukabiliana na kirusi kinachoendelea kusambaa nchini kwa kasi kubwa sana. Utasaidiaje? Nafahamu kanuni ya kutengeneza chanjo hiyo. Mheshimiwa Rais, kirusi hiki kilitengenezwa maabara, hivyo ilitengenezwa chanjo yake pia. Umeifahamuje kanuni hiyo? Mheshimiwa Rais, nilishirikishwa katika mradi huo. Rais akamtazama kwa hasira alafu akasema, nini nakihitaji? Mathayo na wenzake wamedukua mifumo ya shirika la ujasusi la Libombwe na kufanikiwa kupata kila kitu kuhusu sisi. Ninaamini tayari amekuelekeza kila kitu. Baada ya udukuzi waliharibu mfumo yote ya Libombwe na sasa hivi hakuna taarifa zetu zote nchini Libombwe. Mimi na wenzangu tumebaki ni raia wa Tanzania.
Ninachohitaji mimi, nataka nibaki kuwa raia wa Tanzania. Nimeishi hapa toka nikiwa mtoto wa miaka 5. Nimesoma hapa, nimeolewa hapa. Mume wangu na watoto wote ni wa Tanzania. Ninaipenda Tanzania, lakini sikuwa na namna ya kuweza kukataa maelekezo ya wakubwa, kwani wangeniua mimi na familia yangu. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nataka nibaki na wazifa wangu wa waziri wa afya. 3, sitaki kushtakiwa katika jambo lolote lile niliwahi kulifanya hapa nchini kwa maelekezo kutoka Liubombe, kwa sababu nilifanya bila ridhaa yangu. Rais akamtizama kwa makini alafu akasema, kama utafanikisha kupatikana kwa chanjo ambayo itaokoa maisha ya Tanzania na kuhakikisha utapata yote unayohitaji. Tunaweza kuweka katika maandishi, Mheshimiwa Rais. Tukiweka katika maandishi na maana kwamba kuna watu wengine zaidi yetu watakao lifahamu jambo hili. Kwa kuwa hutaki jambo hili lisambae na kujulikana kwa watu, nataka tufanye makubaliano ya mdomo. Amini kile ninachokwambia. Sawa Mheshimiwa Rais. Unadhani kwa muda gani tutakuwa tumefanikiwa kupata chanjo dhidi ya kirusi hicho? Kabla ya kumalizika saa 24 tayari tutakuwa tumeshapata chanjo yetu. Hatutakuwa na ugumu kwa sababu kanuni ninaifahamu. Rais akachukua simu akampigia mkurugenzi mkuu wa kituo cha utafiti wa chanjo. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marhaba, Dr. Rashid, mnaendeleaje huko? Mheshimiwa Rais, bado tunaendelea na zoezi. Tumefanya kazi usiku na mchana lakini bado hatujafanikiwa Mheshimiwa Rais. Hatujakata tamaa, bado tunaendelea Mheshimiwa Rais. Kuna mtu nitamleta kwenu ambaye anaweza kusaidia katika kupatikana kwa chanjo. Ni waziri wetu wa afya Dr. Meli. Ana utaalamu mkubwa katika mambo hayo ya chanjo. Sawa Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa msaada wake, alisema Dr. Rashid, na Rais akamkata simu. Kituo cha utafiti wa chanjo niliwaelekeza wafanye kazi saa 24 ili kujaribu kutafuta chanjo ya kuwakabili hao virusi. Nataka uelekee huko ukashirikiane na wataalamu wengine. Baada ya kufanikisha jambo hilo, tutakuwa na mazungumzo mengine. Asante sana Mheshimiwa Rais. Rais alimuita mmoja kati ya wasaidizi wake akamtaka ampeleke Dr. Mary katika kituo cha utafiti wa chanjo. Dr. Mary akagana kuondoka. Matao, nadhani nimefanya jambo sahihi kukubaliana na Dr. Mary. Yule ni mmoja kati ya watu waliofanya mambo mabaya sana hapa nchini kwetu. Mheshimiwa Rais, hujakosea. Kuna nyakati na lazima kushirikiana na wakosefu katika kufanikisha mambo muhimu. Dr. Mary anafahamu kanuni ya kutengeneza chanjo ya kukabiliana na kirusi kilichosambazwa, hivyo akifanikisha jambo hilo tutaweza kuokoa maelfu ya watu wetu, sio hapa Tanzania tu bali hata nchi majirani zetu au kokote kule ambako kirusi cha aina hiyo kitaibuka tena. Utakuwa ni mwanzo mpya wa Tanzania kutengeneza chanjo zetu wenyewe. Nimekuelewa. Vipi kuhusu wale wengine? Mheshimiwa Rais, hao jamaa wamekulia hapa Tanzania. Liubombe wameishi kwa miaka michache isiyozidi 5 kwa sababu wengi waliletwa hapa nchini wakiwa chini ya miaka 5. Nchi wanayofahamu ni hii. Kwa kuwa hakuna tena taarifa zao nchini Liubombe, nchi pekee inayotambulika ni hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kama utaridhia watu hawa, tunaweza kuwatumia kwa faida ya nchi yetu. Ni wasomi wazuri na wanaweza kuwa msaada kwa nchi yetu, kila mmoja katika nafasi yake. Kile walichokifanya hapa nchini kwa maelekezo kutoka Liubombe, na hawakuwa na uwezo wa kupuuza kile walichokuwa naelekezwa kwa kuhofia kuuawa. Kuna mengi yamefanyika hapa nchini na hawa jamaa wanaweza kutusaidia kuyajua. Matao, asante sana kwa ushauri wako. Nitauzingatia. Hawa watu wote ni watendaji wazuri sana katika nafasi zao. Kasoro yao ni hiyo tu kwamba walikuwa wanatumiwa kwa siri na Liubombe. Matao, ninakupa kazi ya kufanya. Zungumza na mmoja mmoja. Wasikiliza alafu tunipa mrejesho. Kama wote watakiri waliofanya na kuahidi kwamba kuwa wazalendo kwa nchi yetu, basi nitakuwa tayari kuzungumza nao. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ninakwenda kuzungumza nao. Asante sana Mateo kwa msaada huu mkubwa. Ninaomba tafadhali usichoke na kutegemea sana katika mapambano haya. Hatuwezi kuchoka Mheshimiwa Rais. Mateo aliagana na Rais akaondoka. Baadaye mambo yanakwendaje hapa? Mateo alikuwa ameuliza kina Ruby baada ya kurejea nyumbani kwake alikitokea Ikulu. Hapa kila kitu kinakwenda vizuri. Tunaendelea na zoezi la kupitia yale tuliokuwa tumeyapata Liubombe. Kuna mengi sana tumeyapata na kuyapanga vizuri. Wale jamaa na misheni nyingi sana za siri nchi mbalimbali. Tunapitia na kuyapanga kwa hapa nchini kwetu na ya nchi nyingine. Vipi kwa mambo yamekwendaje? Akauliza Ruby. Mateo alielezea kila kitu kilichokuwa mkwenda. Asante sana Mateo kwa kazi nzuri uliyoifanya, japo sijapendezwa na maamuzi ya kutaka kuzungumza na hawa jamaa kuwapa nafasi ya pili. Mambo kama haya yapo na yanatokea. Mtu mwenye taarifa muhimu anaweza kufanya makubaliano na serikali, akatoa taarifa naye kama amepewa kile anachokihitaji. Msaada wa Dr. Meli utasaidia kuokoa maelfu ya Watanzania. Ninakwenda kuzungumza na wale wengine kama Rais alivyoelekeza. Endelea na zoezi la kupitia hizo taarifa. Nitawajulisha kile nitakachokipata huko. Mateo aliondoka nyumbani kwake akaelekea katika nyumba ya Homeland Intelligence waliko Fabian na wenzake. Saa 11 jioni simu ya Rais iliita. Mpigaji alikuwa ni Dr. Rashid, mkurugenzi mkuu wa kituo cha utafiti wa chanjo. Dr. Rashid, habari za muda huu? Mheshimiwa Rais, nina habari nzuri. Kwa mara ya kwanza tangu utupe maelekezo kufanya utafiti
na kutafuta chanjo kukabiliana na kirusi kilichosambaa kumeonekanika matumaini ya kupata chanjo hiyo. Mheshimiwa Waziri wa Afya ametoa mchango mkubwa sana ambao umewezesha jambo hili kufanikiwa. Hizo ni habari njema Dr. Rashid. Mnadhani baada ya muda gani mtakuwa na chanjo kamili? Mheshimiwa Rais, chanjo hadi itumike kwa binadamu ina taratibu zake, lakini kwa namna mambo yanavyokwenda hapa tuna hakika mkubwa hakutakuwa na ulazima wa kufuata taratibu hizo. Katika majaribio ambayo tumeyafanya hapa katika maabara yetu, chanjo hiyo imeonyesha matokeo mazuri. Inaonyesha nguvu kubwa dhidi ya kirusi hicho. Mheshimiwa Rais, ninashauri baada ya kukamilika chanjo hii hapa iendelee kutumika wakati tukiendelea na utafiti zaidi na kufuatilia kama itakuwa na madhara kwa binadamu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Ninawapa muda wa kutafiti na kujiridhisha kuhusu chanjo hiyo, na pale mtakapokuwa mmejiridhisha kwamba inafaa, basi tutaanza kuitumia kuwakinga watu wetu. Nipigie simu pale mambo yatakapokuwa tayari. Asante Mheshimiwa Rais. Rais alikata simu na kutabasamu, halafu akachukua simu akampigia Mateo Morombe. Mheshimiwa Rais, Mateo, nimeona uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa njema. Nimepigia simu Dr. Rashid, mkuu wa kituo cha utafiti wa chanjo. Ameniambia kuna matumaini ya kupata chanjo yetu. Kwa msaada Dr. Meli wamefanikiwa kupata chanjo ambayo katika majaribio walioifanyia imeonekana kufanya vizuri sana. Hilo ni jambo zuri Mheshimiwa Rais. Asante sana kwa msaada wako, kwani bila wewe pengine tusingefika hatua hii. Kwa niaba ya wenzangu ninashukuru sana Mheshimiwa Rais. Jambo jingine, nimekutana leo na ujumbe wa Shirika la Afya Duniani. Wametuma wataalamu wao kuja kufuatilia hali jinsi ilivyo hapa nchini na kufanya utafiti wa ugonjwa huu ulioibuka. Wamechukua sampuli zimetumwa katika maabara wanayoiamini wao na wamekataa kutumia maabara yetu ya taifa. Hawakuja peke yao, wamekuja na watu kutoka makampuni ya kutengeneza madawa na chanjo za binadamu. Makampuni hayo yamekuja kuchukua sampuli ya kirusi kipya ili wakafanyie utafiti na kutengeneza chanjo ya kukabiliana na kirusi hicho. Sikwambia kama sisi tunaendelea na utafiti wa chanjo. Na hakika watakaposikia kwamba tumefanikiwa kupata chanjo yetu wenyewe, hawatakubali itumike hadi wathibitishe. Siwezi kukubali hilo. Chanjo itakapopatikana itatumika haraka sana. Mheshimiwa Rais, kinachotaka kufanyika hapa ni biashara. Tusikubali kuwa wateja wao. Pale tutakapopata chanjo yetu, tuizalishe kwa wingi na kuwakinga watu wetu. Hatuwezi kusubiri hadi watoe ruhusa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa Mathayo. Vipi huko, umemaliza kuzungumza nao jamaa? Nimaliza kuzungumza na gavana wa Benki Kuu dakika chache zilizopita. Mheshimiwa Rais, hawa jamaa wote wako tayari kwa msaada mkubwa kwa nchi yetu. Hawako tayari kurudi Ubombwe. Kuna mambo mengi sana ambayo wanaweza kutusaidia. Sawa, walete Ikulu tuzungumze. Asante Mheshimiwa Rais. Saa 2 usiku serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ilitangaza kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na Jamhuri ya Ubombwe. Tanzania ilimtaka balozi wa Ubombwe nchini Tanzania pamoja na wafanyakazi wote wa balozi huo kuondoka nchini katika kipindi cha saa 24. Haikuishia hapo, raia wote wa Ubombwe wasiokuwa na vibali vya ukaazi walitakiwa kuondoka nchini haraka sana. Ilitolewa tahadhari kuwa yoyote atakayekamatwa nchini baada ya muda uliotolewa kumalizika atafunguliwa mashtaka. Serikali ya Tanzania ilimtaka balozi wake nchini Ubombwe na wafanyakazi wa balozi na raia wote wanaoishi huko nchini humo kuondoka mara moja na kurejea nyumbani. Haikutolewa sababu zozote zile za kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na Jamhuri ya Ubombwe. Saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, simu ya rais wa Tanzania iliita. Ilikuwa ni namba tupu, hakukuwa na jina la mpigaji. Akaipokea. Halo Mheshimiwa Rais, habari yako? Nazungumza na Rais Jonas Mavubi hapa wa Jamhuri ya Ubombwe. Ukimya ulitanda ghafla. Unahitaji nini Jonas? Akauliza rais kwa ukali. Nimetaarifiwa kuhusu tangazo lililotolewa na serikali yako kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yangu. Hakuna tatizo katika jambo hilo. Raia wangu watarudi nyumbani, lakini nataka nikufahamishe kitu kimoja. Nimetoa maelekezo kwa jeshi kuwashikilia balozi wa Tanzania, wafanyakazi wa balozi na raia wote wa Tanzania wanaoishi nchini humo. Watu wote wataachiwa ipo serikali ya Tanzania itakuwa tayari kutukabidhi mtu anayeitwa Mathayo Morombe. Natoa saa 24 Mathayo Morombe amekabidhiwa kwetu. Zikipita saa 24 kama Mathayo Morombe hajakabidhiwa kwetu, na kuhakikishia tutawaua hawa watu wote mmoja baada ya mwingine. Pale mtakapokuwa tayari kumkabidhi kwetu Mathayo Morombe, utawasiliana nami kwa kutumia hii namba niliyokupigia. Muda unaanza kuhesabika sasa. Alimaliza Rais Jonathan na kukata simu. Siku iliyofuata, ndege aina ya Airbus A220-300 ya shirika la ndege Tanzania ilitua katika uwanja wa ndege wa Jonas II ulio nje ya jiji la Nozimbo. Uwanja huu ni maalumu kwa ajili ya ndege za Rais Jonas Mavubi wa Jamhuri ya Ubombwe. Kabla ya kubadilishwa matumizi na kutumika katika kuhifadhi ndege za rais, uwanja huo ulimilikiwa na jeshi. Baada ya Rais Jonas kuingia madarakani, aliubadilisha akauita kwa jina lake na rasmi ukaanza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi ndege 3 za kifahari pamoja na helikopta 2 za rais huyo.
Ndege iliposimama, Timothy Bendela aliyevalia suti nadhifu alimfuata Mathayo Murumbi aliyekuwa ndani ya ndege hiyo. "Mathayo, rais anahitaji kuzungumza na wewe," alisema Timothy huku akimpa Mathayo simu ya satellite akaipokea na kuweka sikioni. "Halo Mheshimiwa Rais." "Mathayo, nimefahamishwa tayari imetua jijini Nwazimbwe." "Ndio Mheshimiwa Rais, tayari tumetua." "Mathayo, nimetaka kuzungumza nawe kabla haujakabidhiwa kwa Jonas." Rais alinyamaza kidogo. "Mathayo, haya yanaweza kuwa ni mazungumzo yetu ya mwisho, kwani baada ya kukabidhiwa kwa Jonas na anachokitaka Jonas ni kukuua." "Hilo nalifahamu Mheshimiwa Rais," Mathayo alisema. "Natamani kwamba kungelikuwa na namna nyingine ya kuweza kufanikisha kuwapata watu wetu kuliko njia hii hapa ya kukabidhi kwa Jonas, lakini sina namna nyingine ya kufanya ili kuwaokoa watu wetu dhidi ya hiyo," alisema rais huku sauti yake ikionyesha kuumizwa na jambo lile. "Mheshimiwa Rais, naomba uwe na amani. Nilipokubali nikabidhiwa kwa Jonas nilijua kabisa kile kinachokwenda kutokea. Lengo lake ni kuniua na mimi niko tayari. Jambo la msingi ni kuhakikisha baada ya mimi kukabidhiwa kwake anatekeleza makubaliano ya kuachia watu wetu wote anawashikilia. Mheshimiwa Rais, sihofii kufa kwa ajili ya kuokoa maisha wa Tanzania zaidi ya 60 yaliyo hatarini hapa Riobombwe." "Mathayo, asante sana kwa kuamua kujitoa kwa ajili ya kuokoa ndugu zako wa Tanzania. Huu ni upendo wa kiwango cha juu sana." "Nashukuru Mheshimiwa Rais. Hata hivyo nina ombi moja. Naomba baada ya kunikabidhi kwa Jonas isifanyike misheni yote ya kujaribu kuniokoa. Misheni yote ya kujaribu kuniokoa itakuwa na madhara makubwa sana kwa nchi zetu mbili. Misheni yote ya kujaribu kuniokoa italeta msuguano zaidi na kupelekea mahusiano baina ya nchi zetu kuwa mabaya zaidi na kuumiza wananchi hasa wa Riobombwe ambao kwa kiasi kikubwa wanaitegemea sana Tanzania katika mambo mengi. Nimekuelewa Mathayo, nitafanya kama unavyotaka. Ila naomba unisamehe sana kwa kukubali kukutoa sadaka. Hujakosea Mheshimiwa Rais kwa hiki ulichokifanya. Yeyote ambaye angelikuwa mahali pako lazima angefanya kama ulivyofanya. Saa 24 za Jonas zinakaribia kumalizika, hivyo hakuna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kunikabidhi kwake kama alivyotaka ili tuweze kuwapata tena ndugu zetu walioko hatarini kuuawa. Kwaheri Mheshimiwa Rais," alisema tena ukata simu akamrudisha Timothy ambaye alipokea na kuweka mfukoni, alafu akatoa ishara. Jamaa wawili wakasogea, mmoja alikuwa na pingu, mwingine alikuwa na mfuko mweusi. "Mathayo, I'm sorry but we have to do this." Timothy alisema kwamba samahani lakini tufanye hivi. "Usijali Timothy." Mathayo alikuwa amejua alichokuwa anatakiwa kufanya. Alinyosha mikono yake akafungwa pingu na kuvalishwa mfuko mweusi kichwani. Gari la ngazi lisogelea ndege, ngazi ikawekwa sawa kisha mlango wa ndege ukafunguliwa. Kulikuwa na magari 4 ya jeshi huku wanajeshi zaidi ya 20 wenye silaha wakiwa wamezunguka ndege ile. Baada ya mlango kufunguliwa, maafisa wawili wa jeshi walipanda ngazi wakaingia katika ndege. Walisema na Timothy ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa ujumbe ule wa Tanzania, akiwatambulisha kwa watu wengine waliokuwa wameongozana nao, halafu akawapeleka katika kiti alichokuwa amekaa Mathayo Murumbi. Mfuko uliokuwa kichwani ukavuliwa, Mathayo akapigwa picha, halafu akatakiwa kuweka dole gumba katika kifaa kidogo mithili ya simu. Timothy alimkabidhi Mathayo kwa wale afisa wa jeshi, wakashuka naye taratibu wakamuingiza katika mojawapo ya gari la jeshi lilokuwepo pale uwanjani ambalo liliondoka mara moja likisindikizwa na gari jingine. Baada ya kuondoka pale uwanjani, magari yale yakaelekea katika geti la kuingilia kambi ya jeshi iliyoko kando ya uwanja ule. Moja kwa moja yalielekea mahali zilipo helikopta za jeshi. Haraka Mathayo alishushwa katika gari akaingizwa katika helikopta, na baada ya dakika chache helikopta ikapaa ikaondoka eneo lile. Dakika kadhaa baada ya helikopta kuondoka, huko Mathayo Murumbi akiwa ndani ya mabasi mawili ya jeshi yakitanguliwa na gari la jeshi, yaliingia uwanjani akaelekea mahali ilipo ndege ya Tanzania. Maafisa wale wawili wa jeshi waliongoza zoezi la makabidhiano. Walipanda tena ndegeni wakazungumza na Timothy, wakamkabidhi faili lenye majina ya watu wote waliokuwa wanataka kukabidhiwa kwake, alafu wakashuka pamoja na Timothy. Majina yalianza kuitwa na kila aliyekuwa ameitwa jina alishuka katika basi akaelekea ndani ya ndege. Watu 63 waliingia katika ndege, alafu mizigo yao ikashushwa na kuingizwa ndegeni. Mwisho kabisa, kamanda mmoja wa jeshi akamkabidhi Timothy bendera ya Tanzania, ishara ya kuiondoa Tanzania katika ardhi ya Riobombwe. Timothy akarejea ndegeni, mlango kafungwa na gari la ngazi likaondolewa. Wakati taratibu za kuondoka uwanjani pale zikiendelea, Timothy alimpigia simu rais wa Tanzania. "Timothy, mambo yanakwendaje huko?" "Mheshimiwa Rais, nimekupigia kukufahamisha kwamba mambo yamekamilika. Mathayo Murumbi tayari tumemkabidhi na wametupatia watu wetu. Mmewahakiki wote hakuna aliyebaki." "Ndio Mheshimiwa Rais, tumewahakiki wote hakuna aliyebaki." "Vipi hali zao za kiafya?" "Hali zao zinaonekana nzuri. Madaktari tuliongozana nao watafanya zoezi la kuwakagua kujua mwenye changamoto yote baada ya ndege kuondoka uwanjani." "Hapa kwani tumetakiwa kuondoka haraka iwezekanavyo?" "Sawa, ninaweza kuzungumza na balozi?" "Ndio Mheshimiwa Rais."
Timothy aliinuka akamfuata aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Liobomba akampatia simu. Zungumza na rais. Balozi alichukua simu akaiweka sikioni. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Balozi, pole sana. Asante Mheshimiwa Rais, nashukuru mno kwa jitihada ulizozifanya kuhakikisha kwamba unatutoa katika hatari. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Balozi, nataka unihakikishie wewe na wafanyakazi wetu wote wa balozi meachiwa. Hakuna aliyebaki. Wote tumeachiwa Mheshimiwa Rais. Safi. Wote mko salama kabisa? Tuko salama Mheshimiwa Rais, isipokuwa vijana wachache ambao tuko salama Mheshimiwa Rais, isipokuwa vijana wachache ambao walipata majeraha wakati wa zoezi la kuwachukua. Sawa Mheshimiwa Balozi, niwatakia safari njema ya kurejea nyumbani. Asante Mheshimiwa Rais. Balozi akaisha simu kwa Timothy. Mheshimiwa Rais, Timothy, niwatakia safari njema. Mtakaporejea taratibu zitaendelea kama tulivyopanga. Sawa Mheshimiwa Rais. See you soon. Alisema rais na kukata simu. Mhudumu wa ndege alimtaka Timothy arejee katika kiti chake akafunga mkanda kwenye ndege ilikaribia kupaa. Dakika chache baadaye ndege ilipaa na safari ya kurejea Tanzania ikaanza. Iko hivi. Matamurumbi anakabidhiwa kwa serikali ya Liobombwe. Nini kitaendelea baada ya Mateo kukabidhiwa kwao? Msikilizaji, huu ni mwisho wa season ya pili. Nachokusii ni kwamba usikose season ya 3 kwa sababu ndo kwanza simulizi inaanza. Yaani hapo tulikuwa tupo kwenye flashback. Kama nakumbuka kwamba tulikuwa tumeanzia sehemu ya kwanza kabisa simulizi yetu, tukarudi nyuma miezi kadhaa huko nyuma, na sasa ndo tunaanza pale tulipokuwa tumeanzia ili kwenda mbele. Kwa hiyo usifikiri kwamba simulizi imeisha ndo kwanza inaanza. Hivyo tutakuwa na msimu wa 3 wa simulizi ya Anguko. Bado watu hawajaanguka vizuri. Kuwazimia mtandao na kila kitu hawajaanguka bado. Yaani tukiwa anguke mpaka wagalegale. Na biashara yao ya kuuza chanjo tumeshaipangua juu kwa juu. Mbona utaisoma namba? Usikose kuwa nami katika sehemu ya 3, yani msimu wa 3 wa Anguko iliyoandikwa na Patrick CK, na ukiwa na jasusi mkuu msaidizi director ON hapa kutoka Simulizi Mix, basi usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata. YouTube channel Simulizi Mix, lakini WhatsApp ni 0677062012. Hapo unakuwa umekuja makao makuu kabisa ya ujasusi, na unaweza kupata simulizi hii ya Anguko mpaka mwisho msimu wa 3 bila kusubiri popote pale. Tucheki WhatsApp sasa hivi. Andika Anguko 3, basi utapata maelekezo jinsi ya kupata simulizi hiyo sasa hivi WhatsApp kwako mpaka mwisho kabisa. Na msimu wa 3 ndio utakuwa mwisho wa simulizi yetu. Mpaka wakati huo, bye.